Yes, na neno kubwa tu la kwanza nalo kwa upande wa soka letu niseme tu sasa ni hatimaye ile sherehe kubwa kwa wanasimba ndani na nje ya nchi imewadia, ambapo itafanyika kesho kwenye uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Klabu ya Simba Sports Club itafanya tamasha lake kubwa la Simba Day hapo kesho, ikitumia fursa hiyo kutambulisha wachezaji wapya watakaowatumia kuanzia msimu ujao wa mashindano ya 2026 2027. Kupitia tamasha hilo, Simba Sports Club itacheza mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Police Kenya. Wasanii mbalimbali watatumbuiza katika tamasha hilo linalotarajiwa kuanza mapema kabisa majira ya saa 4 kamili za asubuhi na kuendelea hadi usiku muda wa mchezo huo ambao utakuwa unachezwa. Tumeshuhudia mambo mengi sana, hamasa mbalimbali na wa mashabiki pamoja na wanachama, lakini viongozi wa klabu ya Simba wakiwa wanafanya pia shughuli za kijamii kwa kurejesha kwa jamii, kuchangia pia damu kutokana na mahitaji ya jambo hilo. Tunajua jambo ni moja kati ya eneo ambalo mara kadhaa huwa linaguswa sana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo wamekuwa na shughuli nyingi sana kuzindua matawi na vitu kama hivyo. Baduke, kwa experience yako, ni mwaka mwingine tunakwenda kushuhudia Simba Day ukiwa ni mwaka takriban wa 17. Unaonaje tamasha la hapo kesho? Tunajua jambo kubwa zaidi kwa watu wengi itakuwa ni kuiona timu. Kuielezea tu kwamba ni tamasha la 17, kwa hiyo ni msimu wa 17 tangu anze kufanya matukio namna hii ambayo yanatoa fursa ya ushirikishwaji. Klabu inawafanya wanachama wa feel kilicho chao, kuanzia jezi alizoeleza Deo hapa, lakini ambatana na burudani, familia, ni mtoko. Napenda kutumia neno hilo alilotumia Deo, yuko sahihi kabisa. Ni sikukuu ya Simba, na sikukuu kwa wafuatiliaji wa mpira wa miguu, na kwa sababu wamekuwa wazee hizi kazi, kwa sababu si tamasha la 17 toka 2009. Manake kuna uzoefu wa kutosha ndani yake juu ya namna ya kuorganize kwa ujumla kila tukio, ikiwamo hiyo burudani itoke vipi, makulaji yaweje, namna ya kukabiliana na jua, manake inaanzia saa 4, watu wanaishi vipi kwenye jua, hata ikitokea mvua wanaishi vipi, wanavaa vipi, yote kwa ujumla. Lakini mwisho wa siku watu wanapenda watakapotambulishwa sasa wanajithibitishia kweli Kevin Nation fundi tunaye, kweli Kileso Mahalwa tunaye, kweli Ibrahim Dumbia yupo, kweli Chilambo yupo. Ni pale ambapo wanapokuwa wanatambulishwa, naona kweli wamefika. Lakini vile vile kushuhudia mwisho wa siku tukio la mwisho ambalo hata hivyo kwenye mechi ya mtoko huwa si sehemu ambayo klabu huwa inawekeza sana katika mechi, katika siku hizi kwamba matokeo huwa sio issue sana. Manake unaweza kukuta kikosi kinaanza na wachezaji wengine, alafu kipindi cha pili wanaingia wengine wapya. Lakini hata jezi huwa half time unaweza kukuta kipindi cha pili jezi nyingine, kuonyesha tu ni kwamba ni sehemu tu ya burudani na si kukomalia kwa ajili ya ushindi. Maana kuna mashabiki mechi hizi za Simba Day na timu nyingine wanatolea macho matokeo. Hapana, mechi hizi ni za mtoko, ni burudani tu. Ni burudani. Na kwa kesho ni siku ambayo Deo pamoja na Mbwaduke ndio siku ya kuondoka na risiti. Yani kesho ndo siku ambayo unajua nani tunaye, nani hatunaye, kwa sababu hata kama hayupo ila kasajiliwa, mtaambiwa fulani tunaye kwenye utambulisho wa wachezaji pale, kwa sababu jana tulizungumza kuhusiana na Neo Maema pia, ambaye kwa mujibu wa taarifa anaonekana naye atasalia, lakini pia kwa kuna taarifa mkanganyiko za kama Selemani Mwalimu na Mwalimu jana mitandaoni tumeona anaendelea kufanya mazoezi na klabu ya Wydad Casablanca ambayo ndio timu inayomiliki mchezaji. Kwa hiyo kesho Deo kwa kawaida pale ndo unajua nani tunaye, na hata kama hayupo utaratibu waga anatajwa bwana fulani hivi na hivi. Kwa hiyo kesho ndo siku ambayo wana Simba wataenda kujua kikosi chao rasmi. Mpaka sasa hivi tunapozungumza siku ya leo Ijumaa, kuna asilimia kubwa sana wachezaji ambao Simba tayari wameshawasajili wanaonekana katika viwanja vya mazoezi, wanapostiwa katika mitandao ya kijamii, wamecheza michezo ya kirafiki, mchezo mmoja wa kirafiki dhidi ya Elmerek na ile Kagame, michezo mitatu. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa sana ambazo tunaweza zikafika mpaka 90, mashabiki wa Simba wanajua wachezaji wao ambao wanaweza kuwashuhudia siku ya kesho, siku ya Simba Day. Surprise package ni ya Mwalimu, maana kwa upande wa Simba ni surprise package, kwa sababu mpaka siku ya jana juzi tumeshuhudia picha katika mitandao ya kijamii ambazo zinamuonyesha Mwalimu akifanya mazoezi na klabu ya Wydad Casablanca.
Kwa hiyo kama kesho akimtangaza kwamba Mwalimu tutakuwa naye msimu unaokuja, maana yake hiyo ni surprise package kwa upande wao, kutokana na hizi heka na kinachoendelea kwamba bado mazungumzo yanaendelea kati ya viongozi wa klabu ya Simba na viongozi wa klabu ya Wydad. Kama wakifikia makubaliano, maana yake watatangaza wazi kwamba ni kwa mkopo au kwa jumla. Na taarifa ambazo mimi ninazo, Wydad hawataki tena mkopo, wanataka biashara. Wanataka biashara iweze kumalizika. Habari za mkopo mwaka mmoja au miaka miwili kwa Mwalimu, wao Wydad hawazihitaji. Kwa hiyo kesho kama surprise kutokea pale ni kama Mwalimu akitajwa, anaweza kuwa asionekane au akaonekana, kwa sababu sasa hivi masuala ya miundombinu imekuwa mirahisi. Hata kama hayupo, tumeshuhudia ila pa kuongezea tu ni kwamba tumeshuhudia misimu kadhaa hapa kuna wachezaji ambao walikuwa wanatajwa hata kama bwana fulani naye nitakuwa naye kwamba pa kuongezea tu ni kwamba wakitajwa kwenye haya matukio sio 100%. Ujeni na usajili ni kama ndoa. Hii yote ni harakati za uchumba. Yaani natumia neno hilo kwa ajili watazamaji waweze kuelewa. Usajili ni pale tu mamlaka zinapokuja ku approve, unapoingiza kwenye system ukapata leseni, mambo ya TMS ambayo inaweza ka domestic au ya international, iangaliwe vyote wakiapprove. Au mchezaji anaweza kaja hapa ITC haijawa issued, Kasuga na kuonea kweli mchezaji anaweza akawa Kasuga wa ndani, mmesajili kila kitu, lakini kuna vigezo vyake pia. Unaweza kukuta mkataba hamjapeleka, yani mkataba wa taasisi klabu X inayomiliki Deo na klabu X wamekubaliana fresh, lakini hawajafuata taratibu, kwa anaweza asisajiliwe. Au unaweza kukuta Deo ni mchezaji wa kimataifa, hana sifa na vigezo vya ligi yetu katika kusajiliwa. Kwa hiyo Deo na klabu Mbwaduke zinakubaliana vizuri kabisa. Kwa Mbwaduke nataka kusema kwamba kesho anaweza katangazwa afu bado kuna vikwazo. Yes, kwamba zaidi ya 90% nadhani ni kipimo kizuri alichosema Deo kwamba it's fine, lakini sio 100, kwa sababu mwisho wa siku lazima hiyo orodha ikipelekwa kwenye mamlaka iwe approved, ndio wanarudishiwa, wanasema huyu amesajiliwa. Neno usajili linatumika baada ya kila kitu kimekuwa confirmed 100%. Hizi harakati nyingine zote ni za kuelekea kusajili. Amejiunga. Kwa hiyo hata mchumba aweza kaitwa mke mpaka kiongozi wa kiroho afuate taratibu zile, pale sasa anaitwa mke mume, kuliko baki ni mchumba. Na kwa nini 90%? Bado dirisha la usajili lipo wazi. Na tunavyozungumza kwenye eneo zima ambayo itakuwa ni eneo kubwa, kwa sababu tunasema moja kati ya mali ya klabu kubwa zaidi ambayo inafanya kazi kila siku, tunazungumza eneo zima la wachezaji. Na tukio hili lote ambalo kesho Simba watakuwa wakilifanya, tumeona wasanii mbalimbali, kwa maana ya Ali Kiba atakuwa ni sehemu ya wale ambao watatumbuiza kama msanii mkubwa, lakini baada ya kuwafurahisha, kitu kikubwa zaidi ni baadaye watu kuiona timu yao ikicheza, kujua wachezaji wao ambao watakwenda kubeba matumaini ya msimu mzima kwa miezi 9 ambayo itakuwa inafuata mpaka mwezi Mei mwakani. Lakini kitu kikubwa zaidi ni kupitisha tu kwenye orodha ya wachezaji ambao wamesajiliwa na kikosi cha Simba, tuseme waliojiunga au waliotangazwa, maana Mbwaduka asema tuseme kwanza waliosajiliwa. Tunaye Nathaniel Chilambo, lakini pia yupo Bakari Msimu, Kevin Nashon, Kaletso Mahalwa, yupo Ibrahim Dumbia pamoja na Ibrahim Jabal. Kwa hiyo kitazama, hiyo ni orodha ya wachezaji 6 ambao Simba imewaongeza kwenye kikosi kuelekea msimu ujao wa mashindano. Tukitazama hii orodha hapo, tulikuwa tunamzungumza pia eneo zima la Selemani Mwalimu. Hapo tuna mshambuliaji mmoja Dumbia. Na Jonathan Soa ameondoka, manake kama Mwalimu story yake itabaki kama ilivyo, hata rejea, manake Simba ataenda kwenye msimu unaofuata wakiwa na mshambuliaji wa kati mmoja. Vile ni Mwangosi nani? Baraka. Baraka yupo. Yes. Baraka yupo. Baraka Mwangosi, yes, yupo. Baraka yupo. Baraka kaonekana kwenye pre-season sijamuona. Kuna Baraka Mwangosi. Au Miduko amemwona. Si kumbuka vizuri. Au sina taarifa. Hebu Mtozi atusaidie pia kwenye ukachero huko. Yes, kuna Baraka Mwangosi pia alikuwa ni sehemu ya washambuliaji ambaye alijiunga na klabu ya Simba msimu uliopita. Kwa hiyo kwa kesho pia, kwa mazingira yalivyo, watu watapata nafasi ya kwenda kuona timu yao. Lakini kwa sasa tupata nafasi ya kusikia baadhi ya wachezaji wakizungumza kuelekea hapo kesho. My name is Kelezo Makhala. I'm from South Africa. I'm a new player of Simba Sports Club. I'd like to invite you guys to Simba Day on the 8th of August.
Hi guys, this is Rushan Dariak, Simba Sports Club player. I just want to urge you guys to come out in numbers to support us on Simba Day. It's going to be a very special season, so let's start the season on a good note. Kwa majina naitwa Nixon Clement Kibabage. Tunatarajia kuwa na msimu bora ambao unaokuja. Tunawakaribisha wanasimba wote katika siku ya Simba Day. Simba. Kwa majina naitwa Chama Cletus Chota aka Mwamba wa Lusaka. Tunatarajia kama sisi Simba tunatarajia kuwa na msimu mzuri na tutaendelea kupambana ili mashabiki, mafanzi na familia yetu zifly. Kwa hiyo tarehe 8 mwezi huu tutakuwa na tamasha letu kubwa Simba Day. Kwa hiyo nawaita mashabiki wote waje kwa wengi kuenjoy na kusupport. Asante sana. Simba nguvu moja. Yes, Simba nguvu moja. Kesho hiyo wadau, mashabiki pamoja na wanachama wa klabu hiyo watakuwa sehemu ya tamasha hilo, ambapo umesikia wachezaji hapo wakitengeneza hamasa ya kuwaita watu wajitokeze kwenda kuiona timu yao ikiwa inacheza. Na kwa mujibu wa updates ambazo tumepewa hapa, tulikuwa tumeuliza kuhusiana na Mwangosi. Kwa upande wa Mwangosi naambia kwamba ameenda trial. Okay. Inaonekana hajaonekana hapa, kwa hiyo yupo trial. Kwa hiyo ni sehemu ya wachezaji. Mshambuliaji wa kiasili ni Dumbia. Yes, anabaki Wajina peke yake, Ibrahim Dumbia striker pekee. Lakini tulisikia pia ripoti ambayo alifanya Garibu Mzinga aliweka wazi kwamba Elim Panzu pamoja na Ino Aloemba ni miongoni mwa wachezaji ambao mwalimu anaonekana yupo kwenye mpango wa kuwatumia kama force number 9 kwenye msimu unaofuata. Nafikiri Mzinga kwa sababu alikuwa anaona mazoezi ya Simba na alikuwa karibu na timu kule Rwanda, kwa hiyo kuna kitu ambacho pia alikiona kwa namna moja ama nyingine. Kwenye mchezo wa hapo kesho, kwako Deo, mara nyingi sana hii ni michezo ambayo tunajua huwa inakuwa ni kama tamasha, lakini sometimes kutokana na uhitaji mwalimu anaweza akafanya kitu cha ziada. Kuna Simba Day moja kama sio mwaka jana, mwaka juzi, ile ya Fadru ya kwanza nakumbuka kufanya changes, yani ilipiga timu ile full. Ilipiga timu moja full, yani kuna wachezaji hawakushiriki kabisa kwenye ile tamasha. Inawezekana hapo kutokana na uzito na kwa sababu pia maingizo ya wachezaji 6 sio wengi sana. Watu ilikuwa ni mechi na Gor Mahia. Hii ni mechi ambayo Fadlu alikomaa bwana. Kuna wachezaji hawakuonekana ile siku. Akatembea nao. Tarehe 12 tutakuwa kuna mechi kubwa. Inawezekana ikawa ni mechi ambayo pia mwalimu akaitumia eneo jingine mechi ya kesho kama sehemu ya maandalizi ya mechi ya dabi. Yeah, of course. Kwa muda mdogo ambao tunafahamu klabu zetu wanazo, kwa maana ya muda wa maandalizi wa pre-season na utaratibu wa kisheria kwenye upande wa pre-season ni wiki 8, 6 mpaka 8, na ukipiga mahesabu hapa hata wiki 3-4 hazijakamilika, maana yake kuna zile program za muda mfupi. Kila jambo ambalo lina muda mrefu kuwa kuna shortcut yake. Kwa hiyo kwenye upande wa shortcut ndio yeye kutumia wiki 2, wiki 3 na kuwa na mashindano tofauti na michezo ya kirafiki. Ndicho ambacho kinaonekana kwenye upande wa klabu zetu, na si dhambi, kwa sababu hata ukifuatilia kwenye upande wa klabu ambazo tunaziangalia zaidi, ambazo zina maendeleo zaidi kuliko za kwetu, kwa maana Ulaya huko bado na wao wiki 8 sasa hivi hazifiki kutokana na ratiba ya mashindano na FIFA wamekuwa wakibana sana. Wakibana sana kutokana na club sasa hivi zinahitaji kupata hela nyingi kupitia mashindano tofauti. Kwa hiyo hata wao pia wafiki wiki 8. Lakini kinachofanyika ni kutengeneza zile short session na mwalimu aweze kukamilisha mpango wake kuelekea new season. Kwa hiyo mazingira ya ratiba ni ngumu, lakini bado walimu wanajitahidi kumpa dakika kila mchezaji kujua nini ambacho anaweza kwenda kumsaidia mwanzoni mwa msimu. Tumeona kwa upande wa klabu ya Simba ambayo imeweka wazi michezo yake. Yanga tujaona. Simba tumeona kwenye upande wa Sekafa Kagame pamoja na mchezo dhidi ya Merek, tumeona kwamba kuna wachezaji unaona moja kwa moja wametu impress kwamba msimu unaoenda kuanza kuna kitu anaweza kwenda ku-add kwenye kikosi cha Simba, ikiwemo Jabal. Ibrahim Jabal. Naona kuna kitu ame-impress kwenye upande wa eneo la kiungo, zile pasi zake, mikimbio yake, maamuzi yake ya haraka, combination yake mbele ya viungo wenzake, unaona kuna kitu anaenda ku-add kwenye eneo la kiungo. Hata Dumbia pia kuna kitu ameenda kuki-add, kwa sababu ukitazama mazingira
mwalimu Steve Barker mwishoni mwa msimu wa mwaka jana, unaona ni mazingira ambayo alikuwa anapendekeza zaidi kwenda na mshambuliaji wa uongo force number 9. Hiyo yote ni kwa sababu ya mpango kazi wake pamoja na namna timu yake anatamani icheze. Lakini ukiwa na selection ya striker ambaye anaweza kufunga, kuna wakati mpango kazi wa kucheza na mshambuliaji wa uongo unaweza ukafeli. Kwa sababu tayari mpinzani wako anakuwa anakusoma kila siku, anajua namna gani kukabili. Ukiwa na striker asilia anaweza kwenda kukusaidia katika zile moment muhimu ambazo mwalimu unakuwa unazihitaji uwanjani. Kwa hiyo ukitazama mazingira ya muda mchache ambao Doumbia amecheza kwenye kikosi cha Simba dakika chache, lakini unaona ana offer magoli. Rekodi yake akiwa Mali michezo 24 magoli 17. Maana yake kuna offer ya magoli ambayo Simba na assist 4, kuna offer ya magoli ambayo Simba inaweza ikapata kupitia yeye. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao tayari unaona wameanza kuonesha kitu licha ya muda mchache ambao wametumika kwenye kikosi cha Simba. Yes, kwa siku ya hapo kesho tunajua kila mshabiki, kila mwanachama, mdau atataka kuona au kutazama mchezaji gani ambaye anaweza akaperform au akaonyesha kitu cha tofauti, lakini kubwa zaidi na zaidi, kesho ni siku kuu. Kesho ni sherehe za klabu ya Simba ambayo itakuwa ni Simba Day pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, na watacheza dhidi ya Police Kenya, timu kutoka pale nchini Kenya. Kwa hiyo ndio ambao watacheza nayo mchezo huo wa kirafiki katika uwanja wa Uhuru, na jambo hili litakuwa live kabisa kupitia Azam Sports. Kwa hiyo mapema tu kuanzia saa 4 kaa kwenye TV yako ili uweze kuenjoy kuitazama Simba ya msimu ujao itakuwa ina kitu gani. Sherehe zote ni hapo kesho, na kitu kikubwa pia nimeona Simba wamehamasika sana kwenye mazingira yote, wanafurahia jezi, wanafurahia usajili. Kwa hiyo ni watu ambao wapo kwenye mshamsha, na ndio maana kila siku hapa umekuwa unaona heka za uzinduzi wa matawi kwa sababu ni sehemu ya hamasa kuelekea hapo kesho. Lakini pia kwa upande wa Simba unaweza kusema tayari filimbi ilikwisha pulizwa kwenye eneo zima la maandalizi ya msimu mpya, na hapo jana wameweza kujua mpinzani wao kwa upande wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo katika kuanza kampeni yake ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu, Simba imepangwa na mabingwa wa Malawi Might Wanderers kwenye mchezo wa hatua ya awali ya kwanza. Simba itaanzia ugenini kati ya Septemba 4 mpaka 6 kabla ya kurudiana na miamba hiyo ya nchini Malawi wiki moja baadaye. Simba imekuwa na mwendelezo mzuri kwenye mashindano ya kafu ikifika angalau hatua ya makundi ama zaidi katika kipindi cha miaka 5 mfululizo. Hawa ni Simba pia, wakati kesho wakiwa wanaenda kwenye Simba Day, lakini wanajua kwa upande wa michuano ya klabu bingwa wapi ambapo watakuwa wakianzia. Might Wanderers Mbwaduke ni timu ambayo profile yake haitishi sana kwa upande wa michuano hii ya klabu bingwa. Ndio, wao ni non-ranked teams katika zile timu 36 kwa ligi ya mabingwa ambazo hazimo katika orodha ya vya ubora, wao wapo. Ni kwa sababu tu taratibu za CAF, lakini kwamba ndani ya misimu 5 kama hujawahi kuingia walau hatua ya makundi kwenye michuano yake ya klabu, ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho, wewe hauingii katika orodha ya klabu bora. Ndio unaweza kusema hivyo, lakini yote ni history. Kwa sababu ni mambo yaliyopita. Tunapozungumzia hapa sasa, wao ni miongoni mwa timu zinafanya vizuri sana katika ligi yao ya Malawi. Wametoka kutoa ubingwa, na ni baada ya kusubiri tangu 2017 walikuwa hawajawahi kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Malawi. Na hivi karibuni Silver Strikers wamekuwa wakifanya hivyo, wale Big Bullets wao wamekuwa watu wa kupambana tu, strugglers wanaweza nafasi ya pili, ya tatu, ya nne na pia pili, ya tatu. Lakini msimu huu wamechukua, maanake kuonyesha kwamba wako vizuri kiasi gani. Lakini wana hadi top scorer katika ligi kuu ya Malawi. Yule Babatunde Adepoju. Mzunguko wa kwanza alikuwa timu nyingine, alifunga goli 8, mzunguko wa pili akawa Might Wanderers akaongeza mabao. Wako vizuri. Sasa kwenye mechi hii, kwenye makaratasi, Simba unaiona kabisa, yani hapa ni walk in the park. Ni stage ambazo unapita, sio shida zao. Sio shida zao. Na sio tu misimu 5 tangu 2018 19 Simba huwa hawaishi huku. Ukiondoa 2019 2020 wakati walipokwama kwa Jwaneng Galaxy Kizembe, kwa sababu walishinda away 2-0 Botswana kwa Mkapa, mpaka half time wanaongoza 1-0. Kina Morrison akaanza kukanyaga mipira juu, wanauhakika maana wanaongoza goli 3, wakapigwa 3-1. Matokeo yake wakatoka. Lakini kuna msimu pia walisimamishwa na UD Songo, wakaangukia kwenye shirikisho, wakaenda mpaka robo finali, wakatolewa na Orlando Pirates. Kwa hiyo wao mara zote break ya kwanza huwa robo finali, isipokuwa hizo nilizotoka kuzieleza, na isipokuwa 2024-2025 ambapo
walikwenda fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane. Lakini Simba ya Steve Barker tunaona hata kwenye kikosi chao uwekezaji upo katika maeneo ya pembeni. Ndio unaona mpaka dakika yetu tunazungumzia striker mmoja. Hawa panic kwa sababu staili ya kucheza, uwekezaji uko pembeni. Imagine huko pembeni kuna Libase Geye kwenye ligi kapiga mashuti 30, 16 on target, goli 7. Kuna Alise Ura mashuti 29, ana goli 6, assist 3. Halafu kuna Elie Mpanzu Kibisawala, yeye ni wa pembeni lakini anakuwa anatumika kama false 9 na Loemba. Ameongezeka Keleso Makhalwa ameongezeka, ambaye ni ametoa assist 6 akiwa na siku 4 msimu uliomalizika wa PSL. Wanaenda kuongeza upande anaocheza Anise Ura. Hii ni kwa wapinzani, msumbufu, balaa, nuksi. Alafu analitoa mtu mwingine anaitwa Keleso Makhalwa. Ni upande huo kwa sababu wote style ya kucheza wanashambulia kutoka pembeni kushoto, wanaingia ndani. Alafu yani Anise Ura yupo, alafu anaita Keleso Makhalwa. Top scorer wa timu katika ligi kuu Selemani Mwalimu ana goli 9. Alikuwa anaingia kipindi cha pili mara nyingi kwenye mpango kazi. Anaanzishwa Mpanzo au Loemba kuwachosha wapinzani, vurugu kwa sababu ana kasi. Wakichanganyikiwa zaidi, alafu anakuja kuingia Selemani Mwalimu Gomez. Yeye anajua pa kusimama, ni striker. Hana sifa hiyo ya kina Anise Ura, kina Mpanzo kukimbia. Unamuona tu na rasta zake anakimbia kamba. Meruka kamba. Goli Matukake akafunga goli 9. Umeshaona? Sasa kwa mtindo huu unaona kwamba kuwepo Dumbia akiwa anaelewana na wenzake vizuri atafunga sana. Kwamba asijihusishe sana kwenye shughuli nyingi, siji ku drop deep kwenda kushoto kulia, kwa sababu huko hapo watu mafundi, katikati yupo Chama, yupo Neo Maema, huwa ana operate eneo hilo. Ibrahim Jabbar huyu aliyekuja, yeye anaweza kumgawa mipira mizuri sana. Yusuf Kagoma, yeye hawe karibu na box la wapinzani. Akitulia atafunga kwa sababu Mali ndiye top scorer, goli 17. Na urefu wake 46 plus, lakini pia kudunda ile kama Victor Osimhen kwa sababu ndo role model wake, inaweza kampush hata kwa hiyo naiona Mighty Wanderers wana kazi zaidi ya kufanya kusurprise Afrika kwa kuizuia Simba. Lakini Simba wana nafasi kubwa zaidi na wamefanya swapping na watani zao wa jadi. Simu iliyopita wao walienda kucheza na Gaborone United, Yanga walicheza na bingwa wa Malawi Silver Strikers. Shughuli walipata Yanga, walipigwa kule 1-0. Ilimponza kocha wa Homein Falls. Ile midfielder kwa nani Uvunga? Chizivunga. Yanga ikabidi watumie uzoefu jua ni pamoja na stories kaenea. Chizivunga kama anatakiwa naye akajiona kaja hapa wewe akapigwa mpira akapigwa 2. Mbwaduke, hii ndio profile au wasifu wa timu ya Mighty Wanderers kutoka pale nchini Malawi ambao watacheza na Simba kwenye hatua hii ya awali. Timu ile ilianzishwa mwaka 1962, ni mabingwa wa nchini Malawi mara 7. Ubingwa wao wa mwisho uchukua mwaka 2025. Lakini pia wana ubingwa wa Malawi Cup wamechukua mara 3, pamoja na Kamuzu Cup wamechukua mara 4. Kwa hiyo kwa nafasi yao unaweza kusema nao pia ni serial winners, wana makombe na ni moja kati ya timu ambao pia ni ya muda mrefu miongoni mwa timu kutoka ukanda wa nchi za kusini. Kwa Kiswahili vizuri, makombe uko sahihi, kwa sababu timu imeanzishwa 62 mataji 7. Hilo la 7 ndio hili walotoa msimu uliomalizika, kwa sababu unajua Malawi hivi karibuni misimu ile ilikuwa inatajwa kwa mwaka. Yani 2025, amini 2024, 2023, 2017 ndio ilikuwa mara ya mwisho, ndo lilikuwa la 6. Imepita miaka mingi ndio wamechukua la 7. Ila sasa hivi wamerudi tena kwenye system. Sasa hivi inaitwa 25, 26 ndio wamechukua. Kwa hiyo ni wakali wazuri, rekodi inatisha dhidi ya nani. Ukilinganisha na Simba inabidi utulie tu wewe mdogo. Kwa sababu hii ni timu ambayo pia kwa upande wa michuano ya CAF hatua za makundi hawajawahi kufika. Mara nyingi sana imekuwa ni kwenye hizi hatua za mtoano. Toka kwenye ile format ya zamani mpaka format mpya bado hawajafika. Changamoto za kucheza na timu za design hii, kuna mambo mawili makubwa. Kwanza, kuna wachezaji kutimiza mpango kazi wa timu. Sawa, hilo namba 1. Lakini la pili, kuna wachezaji wana mpango kazi binafsi. Kasuga ndio kama tumemtaja Uchizivunga hapa, namna ambavyo ile mechi na Yanga itakuwa. Kwa hali iliyopo hivi sasa ya uchumi wa mpira wa miguu barani Afrika, lengo namba 1 kwa wachezaji wa maeneo mengi barani Afrika ni kaskazini mwa Afrika. Kuna pesa nyingi. Ukisikia pesa wanazolipa Al Ahly Tripoli, leo anaweza kaanza mazoezi leo ili naye aende. Lakini unazungumzia Tunisia, Libya, Morocco, unazungumzia zile nchi 5 za Yunani. Kule kuna pesa nyingi zaidi so far. Halafu kuna Afrika Kusini. Afrika Kusini baadhi ya timu, sio zote. Sababu ndio maana sasa hivi tunajeuri, sisi tunanyofoa
Sekukune ni miongoni mwa timu ambazo huwa zinamaliza top 4, lakini Simba inaenda inachukua mchezaji wao nyota Keleso Makhalwa kiulaini tu. Kwa hiyo kuna baadhi, yani unazungumzia Mamelodi, unazungumzia Kaizer Chiefs, unazungumzia Orlando, sidhani kama kuna nyingine. Stellenbosch pia hawezi. Ukitoka hapo wapi? Ni Tanzania. Kwa hiyo sasa wanapocheza na Mighty Wanderers wanawaza na wao wapate zali, wachukuliwe na Simba, wachukuliwe na Yanga, Azam, Dodoma Jiji, kwa sababu kote kuna pesa kwa timu hizi za ligi kuu Tanzania bara. Waende na Mungo, waende Singida Black Stars, ambao sasa unaweza kujikuta sasa wanawazingua mpango wenu nyinyi wakubwa. Sababu wachezaji wanacheza kama fainali, kama ndio mechi yao ya mwisho katika mechi. Kwa Simba bila shaka hawatanasa kwenye mtego ule wa complacency, kujiamini kwamba hawa tunapiga. Yes, tusubiri tuweze kuona kile ambacho kitatokea Simba wakiwa wamepangwa kucheza dhidi ya Mighty Wanderers kutoka nchini Malawi kati ya Septemba 4 mpaka 6. Baadaye ratiba itakapokaa sawa ndizo tarehe ambazo watacheza mchezo wa kwanza na Simba wataanzia ugenini. Tutazame kwa upande wa heka ambazo zinaendelea, ikiwa ni sehemu ya furaha na shangwe kwa upande wa klabu ya Simba, ambapo kuelekea kilele cha Simba Day Agosti 8 jana jioni kumefanyika uzinduzi wa tawi jipya la wekundu wa Mtipesa lililopo Mburahati, Dar es Salaam, huku viongozi mbalimbali pamoja na wanachama wakijitokeza katika uzinduzi wa tawi hilo. Tupate undani wa taarifa hii. Kuongeza hamasa kubwa kwa sababu kwanza, kama hivi nilivyosema, vijana wamejitokeza kwa wingi. Naamini hizi shamra zimeanza tokea jana, japo mimi sikupata bahati ya kushiriki, nilikuwa na majukumu mengine, lakini nimeona fursa zilizotokea jana. Kulikuwa na wingi wa watu, naamini na leo tena tunaenda kuhitimisha hili jambo. Kwa hiyo inaleta hamasa kubwa. Ni washauri tu wana Simba wenzangu, na siwezi kujizuia, mimi ni Simba damu. Kwa hiyo wana Simba wenzangu, tufanye mambo kama haya ambayo amefanya kaka yetu Mteze. Kwa namna shamra zinavyoonekana, naenda kuwa miongoni mwa matawi bingwa ya Simba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini la pili, nakutana na wana Simba wenzangu kwa sababu siwezi kuficha, mimi ni mshabiki na mwanachama kabisa wa Simba. Na la tatu, sijawahi kuhudhuria sherehe zozote za uzinduzi wa matawi ya Simba. It's a new experience kukutana na wana Simba, kukutana na namna ambavyo wanaendesha mambo yao, ni faraja kubwa kwangu. Lakini jambo kubwa zaidi ni kuona namna ambavyo morali ya timu yetu kuelekea Simba Day, ni joto unaanza kulisikia. Watu wanaandaa tukio kubwa, unaamini kabisa tunaenda kuwa na sherehe kubwa za Simba Day, lakini tunaenda kuwa na msimu bora kabisa unaonekana wa 26 27. Kuangalia sherehe ya uzinduzi wa leo ni bonge moja ya sherehe ambayo haijawahi kutokea. Utafikiri ni klabu ndio inafanya tukio la hivi, lakini ni tawi tu la Mtipesa ambalo liko hapa Kigogo Ruhango. Kweli ni wapongeza wanachama, mashabiki wa tawi hili la Mtipesa ambao wamekuwa na uzalendo mkubwa, hasa kuipambania klabu yetu ya Simba, kuisaidia iweze kupata maendeleo na kutimiza malengo yao. Yes, hao ni wanachama wa klabu ya Simba kwenye uzinduzi wa tawi la Mtipesa maeneo ya Mburahati. Tumeona hapo Dr. Mohamed, mzee wa matukio huyo na Simba yake wanakimbizana, hizo zikiwa ni furaha kwa upande wao. Tukiachana upande wa klabu ya Simba, tukiwatazama majirani zao maeneo ya Kariakoo pale kutoka mitaa ya Twiga na Jangwani kwa upande wa Young Africans, ukitazama hivi sasa na wenyewe wanaendelea kuhamasisha watu kukata tiketi kuelekea kwenye tamasha la Yanga Day ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili. Ni tukio nyingine kubwa ambayo utapata nafasi ya kuweza kutazama kupitia Azam Sports. Nakwambia tu kwa upande wa Yanga wenyewe, kwa upande wa michuano ya kimataifa tutakuja pia kupitisha kwa kile ambacho wanacho, lakini kwa sasa nikwambie tu kwamba kesho kutwa siku ya Jumapili itakuwa ni siku kuu kwa wanayanga wote ndani na nje ya nchi, ambapo tamasha la Yanga Day litafanyika kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Yanga Sports Club itatambulisha nyota wake wapya waliosajiliwa msimu huu pamoja na wale waliosalia klabuni hapo kwa ajili ya msimu mpya wa mashindano. Mabingwa hao wa ligi kuu ya NBC watacheza mchezo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya Igono ya Kongo siku kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inashiriki kwenye ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo kwa upande wa kikosi cha Young Africans nao pia shughuli yao itakuwa siku ya Jumapili. Hamasa yao imekuwa kubwa, wamekuwa na heka naweza nikasema ambazo zimekuwa zina mchanganyiko usajili, jezi, Yanga Day yenyewe. Leo namna ambavyo wanayanga jambo lao limekaa na wenyewe pia hamasa inaonekana kuwa ni kubwa pande zote. Ukitazama Yanga unaitazama ni klabu ambayo imekuwa ikiandaa
matukio ambayo yanavutia watu wengi na kusubiria. Yani matukio yao wanaanzisha wenyewe alafu wanatengeneza mazingira muyasubirie. Yani hata ukiangalia kwenye upande wa utambulisho wa wachezaji, wanatangaza, wanamtambulisha mchezaji, wanaweka na muda, wanaweka kwamba watakuwa live. Kuwaweka wananchi live saa 5 usiku kumsubiria mchezaji. Kuwaweka live saa 7 za usiku kumsubiria mchezaji. Huu ni mpango ambao si wa kawaida, ni mpango ambao umeweka ushawishi wa hali ya juu, na wachezaji ambao wanaenda kutambulishwa pia wamekuwa wanavutia kwenye upande wa wananchi kuwapokea, kwenye upande wa mashabiki wao na hata kwenye upande wa mpira wetu wa miguu, kwa sababu wanapokuwa wanawaleta wachezaji ambao wenye ubora mkubwa, hawaisaidii tu klabu yao ya Yanga, pia wanaisaidia ligi yetu kwenye ukuaji wa thamani na ufuatiliwaji, kwa sababu anakuja Peter Shalulile, kuna watu mashabiki ambao wanamfuatilia Shalulile wa Mamelodi watakuja kumfuatilia Shalulile wakiwa na klabu ya Yanga. Bwana, kwa hiyo unaongeza mashabiki, unaongeza mvuto, unaongeza ufuatiliwaji na unaongeza thamani kwenye upande wa ligi pamoja na klabu yako. Kwa hiyo kwenye upande wa matukio ambayo hao wamekuwa wakiyapanga kila kukicha na wakitengeneza mazingira kuyasubiri, ndio kitu ambacho wanaongeza mvuto na upekee. Unajua naweza kuwa ukatambulisha na mimi nikatambulisha na wewe ukatambulisha, lakini upekee ambao mimi natakiwa niutengeneze ni ule ambao Yanga wanaufanya. Kwa maana ya muda, kutomjua mchezaji, na kitu ambacho cha ziada ambacho Yanga wanajaribu kupambana nacho ni kutojua mchezaji gani ambao anaenda kumtambulisha. Leo hii hapa ukimuuliza mtu yeyote Yanga tarehe 9 wanaenda kumtambulisha nani, pengine asilimia kubwa wasijue nani anakutambulisha. Ila wewe tuambia juzi. Hapo amesahau kama alisema hapa. Mara ya pili ananipigisha chote. Juzi ulisema wewe yani Mbwaduke akatishia na kutuonyesha message. Kwamba au niwaonyeshe, mimi hii tunachozungumza nikasema kwa asilimia kubwa jana juzi anabaki. Ila kilichopo Yanga ni kwamba wamekuwa very smart katika kuhakikisha wanatumia goodwill yao, jina lao kubwa, kutenza fedha kila penyo. Yani kila upenyo wanatenza fedha, lakini wakati huo wanawapa madeni wachezaji wanawasajili, wajue wanatua kwenye klabu ya aina ile. Kwa mfano unaona 6-6. Kumbe ilikuwa tarehe 6 saa 6. Lakini wakati washapiga hela kupitia hiyo. Kwa afu wamerudisha tena kupitia mitandao ya kijamii. Hapo wamerudisha kivingine sasa. Umeshaona? Shashaman anatua usiku, anaona kuna nyomi makao makuu ya Yanga. Ile peke yake ni deni. Kwamba kumbe hapa sio pa kuchukulia poa hapa. Kwa sababu asikudanganye mtu. Mamelodi Sundowns sio Simba na Yanga za Tanzania kwa Afrika Kusini. Simba na Yanga Afrika Kusini, Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Lakini Mamelodi amekuja kutoa eneo la kuchezea, wao ndo wakubwa hivi sasa. Kwa misimu mfululizo karibu 10 au 9 hivi. Wao ni wakubwa. Msimu ndo wamepoteza ubingwa baada ya kutoa mara 8 mfululizo toka 2016. Yes, na ni mabingwa ligi. Mabingwa barani Afrika, ndio klabu namba 1 barani Afrika. Lakini kwenye zile figisu mashabiki wenye nongwa kutaka tu ushindi, wako Kaizer Chiefs, wako Orlando. Sasa anatua Yanga, Hamad anakuta nyomi usiku. Ile peke yake inatosha kumweka kitu moyoni juu ya nini anapaswa kufanya, kwa sababu hao kwenye football wanaokushangilia ukiwazingua na kuzingua. Lakini Yanga pia wanao uwezo sasa hivi mchezaji wao yeyote wakaamua wakamweka juu. Kama unakumbuka vizuri, kuna namba 6 ilikuwa ngoma alafu akamletea Skudu Makudubela anatua, anashangaa yeye ndo mchezaji mkubwa. Ni kwa sababu Yanga wakiamua lao. Wakiamua leo Mbwaduke ndo kiungo bora ushambuliaji kutokea pembeni Afrika nzima, mimi nakuwa au wewe basi Kasumbu kwamba unapigiwa tu promo na jambo linakwenda na hela inaingia na namba zinasoma kwenye mitandao ya kijamii yote full, watu wanakuwa engaged, kitu ambacho ni kizuri sana, kwa sababu mwisho wa siku wanajitangaza Yanga, wanawapa thamani wachezaji, wanatangaza ligi na ndio unakuta kuna wachezaji pengine huyu Keleso Mahalo alitakiwa sana Kaizer Chiefs, uweze amini, kaja Simba. Kutakuwa na sababu nyingi, kwanza mvuto wa kocha Steve Barker, lakini kutakuwa na malipo mazuri, lakini mwisho wa siku uhakika wa kucheza Champions League, lakini mwisho wa siku pia na mvuto wa ligi yenyewe. Ligi hii tena sio ile ya farasi wawili. Sio hata Peter Shalulile pia alizungumza mpaka ameichagua Young Africans. Haikuwa rahisi kwa sababu kuna simu za timu nyingi sana. Ikiwa tena baadhi ni Pyramids na Esperance, anakuambia kwa Rulani Mokwena na Pyramids. Ilimbidi afunge na kuomba
kwamba moyo wake unamtuma aende wapi, akaichagua Yanga. Kwa hiyo Yanga bwana anacheza dhidi ya Eagle de Congo, sawa bwana, timu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumapili. Huo ndio utakuwa mchezo wao ambao watacheza, lakini tukupitishe pia kwenye orodha ya wachezaji ambao wamejiunga na kikosi cha Young Africans ambao wao pia watakuwa na shughuli ya kutambulishwa siku hiyo. Yupo Farouk Komara, yupo Fredi Ngoma, Peter Sharulile, Hussein Zokoan, yupo Albert Kangwanda, yupo Sheikh Ibrahim Ture, Eric Mwijage, yupo Mohamed Musa, Abdulnasir Mohamed, lakini pia yupo Hussein Mihambo. Hawa ni wachezaji ambao wameunga, na bila kusahau mchezaji mwingine ni Juma Isa Abushiri au Chuga. Hiyo ni orodha ya wachezaji wa Yanga ambao wamesajiliwa 11 hiyo. Karibu 70% ni kutoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda mbele. Hilo goma la Yanga bwana limejaa ushambuliaji, ushambuliaji wa kutosha sana. Ina ujumbe wake, ina sababu hiyo. Wachezaji wanaotoka safu ambayo ni ya ulinzi kwa maana ya viungo pamoja na huku nyuma nafikiri wanakuwa 4. Kuna Mohamed Musa, kuna Abdulnasir Mohamed, lakini pia na Fredi Ngoma. Ni watatu watatu tu kati ya 11 ndio ambao na Farouk na Farouk Komara beki yule beki wakati. Kwa hiyo ni 4 kati ya wachezaji 11, 4 ndio ambao wanatoka, wana sifa za kutoka kwenye safu ya ulinzi, wengine wote ni washambuliaji. Kwa hiyo ambao naocheza yao ni kama ule Abdulnasir kwanza mgongoni namba 7, beki wa kulia mgongoni namba 7, ni asili yake ni muda mwingi kwa juu panda shuka. Kwa hiyo japo ni wa ulinzi lakini bado anacheza yake inapush atakapokuwa anavuka mstari, ina sababu. Na ukifuatilia historia ya ni huyu Abdulnasir sasa kama Shujaa amekuwa na historia ya kucheza zaidi katika eneo la kushambulia. Hata mapendekezo ya kuletwa katika eneo la ulinzi yamefanyika msimu tu wa mwaka jana, lakini misimu ya nyuma ilikuwa ni winga, kuna muda alikuwa mshambuliaji. Kwa hiyo ana uwezo wa kushambulia, na hata ukiangalia mahitaji ya klabu hizi za kisasa ambazo Yanga pia ni mojawapo, inahitaji wachezaji ambao wana push zaidi kwenye kushambulia kuliko kwenye kuzuia. Na unajua ni kwa nini Kasoga? Yanga bila shaka katika kufanya analysis zao maeneo ya weakness kuboresha ni pamoja na eneo lao la katika kushambulia. Yes, hivyo ndivyo ambavyo au hiyo ndio orodha ya wachezaji wapya ambao watatambulishwa wakijumuika pamoja na wale ambao walikuwepo msimu uliopita kwenye kikosi cha Young Africans kuelekea siku ya Yanga Day ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili. Kikubwa tu kama hivi sasa uko sehemu unatutazama au upo nyumbani, basi make sure kisimbuzi chako cha Azam TV umekilipia kwa uzuri kabisa ili usiweze kupitwa na burudani hii ambayo itakuwepo weekend hii. Huwa tunajua mara zote kuzungumza kile ambacho tunakitarajia, afu akishafanya mmoja baadaye kuna kuzungumza mwingine atafanya nini au yeye atakuwa amefanya nini. Kwa hiyo Jumatatu tunavyokutana tena uchambuzi unakuwa mkubwa. Bwana uliona nini? Basi waambie nani alitisha? Waambie Simba wajitokeze kwa wingi kwa sababu ukitokeza kidogo wenzao tawapiku kesho yake. Waambie Yanga wajitokeze kwa wingi kwa sababu wakifanya mchezo wanakalishwa na Simba. Kwa lugha nyingine wajitokeze kwa wingi. Uzuri wa haya mambo kuna muda sometimes ukianza unaweza kuwa umejiandikia deni au kuna muda unavomaliza utakuwa umejiandikia deni. Na hii ndio sababu ambayo tunaamini kila mtu atakuwa ameandaa tamasha lake kwa ukubwa kwa sababu venue ni moja, matukio yanafuatana, na wote ni wakubwa. Na baada ya matukio siku 3 baadaye wanakuwa wanakutana. Kwa idadi ya mashabiki 22,000 Simba na Yanga ni mashabiki wachache sana. Wanaweza ndio tofauti na 65,000 kwa Mkapa. Sasa tatizo anaweza kaingia mtego kwamba mimi sipati nafasi, wachache sana sitapata. Kila mtu wake watakosa. Wao waende. Na ndio maana wanahimizwa kuendelea kununua zaidi. Lakini katika maisha ya mpira wa miguu, maisha ya kisasa na kuishi kwenye professionalism, ustaarabu ni jambo ambalo linasisitizwa sana. Kwa hiyo hata uwanja ukiwa unaingiza watu 5,000 utaratibu tu inabidi ufuatwe na kila kitu kiweze kwenda sawa. Kwa ambao watapata nafasi ya kwenda uwanjani well and good, lakini kwa wale ambao watashindwa kwenda uwanjani na wale wengine ambao wapo pia nje ya mipaka ya Tanzania, basi kupitia Azam Max unakuwa kwenye nafasi pia kuweza kutazama shughuli hii yote kwenye simu yako au kwenye laptop yako, lakini pia ukilipia kisimbuzi chako utaweza kushuhudia burudani hii. Endapo kama hutapata fursa ya kwenda uwanjani, basi kikubwa tu wewe lipia
pia kisimbuzi chako ili uweze kuenjoy zaidi. Lakini kwa upande wa Yanga pia, na wao ni wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya klabu bingwa, wakiwa wanaenda kama mabingwa wa nchi kwa msimu mwingine tena, na wao kwa upande wa michuano hii kwenye hatua ya awali ya mtoano wamepanga kucheza dhidi ya Gaborone United ya nchini Botswana kwenye mchezo wa hatua ya awali ya ligi ya mabingwa. Yanga itaanzia ugenini pia kwenye mchezo wa kwanza utakaopigwa kati ya Septemba 4 hadi 6 na kisha kurudiana nchini wiki moja baadaye. Gaborone United iliondoshwa na Simba Sports Club kwenye ligi ya mabingwa msimu uliopita, na mwaka huu inakutana na mpinzani mwingine kutoka nchini Tanzania, na kwa msimu uliopita walitolewa na Simba kwa magoli 2-1. Yeah. Kule Botswana Mpanzu alifunga goli moja, Mpanzu, huku kwa Mkapa 1-1 na Morocco. Yes, na huu ni wasifu wa upande wa kikosi cha Gaborone United. Timu hii ni timu ya namna gani? Profile yao ikoje? Hawa ni timu ambayo imeanzishwa mwaka 1967. Ni mabingwa mara 9 wa nchini Botswana. Ubingwa wa mwisho ni msimu uliomalizika wa 2025-2026. Manake wao msimu huu wanaingia kwenye mashindano haya ya klabu bingwa wakiwa mabingwa wa nchini Botswana, lakini pia wameshinda ubingwa wa kombe la FA pale nchini Botswana mara 9, lakini Botswana Independence Cup wamechukua mara 8. Hii ndio profile ya wapinzani wa Young Africans kwenye mashindano yao ndani. Gaborone na wenyewe pia story yao imekuwa ni hatua hizi mara nyingi ndizo zimekuwa hatua zao za mtoano, na unaweza kusema wanakutana na bahati mbaya kwa misimu miwili mfululizo, wanakutana na timu kutoka Tanzania, timu ambazo tayari saizi kiprofile ni timu za makundi. Yani Simba na Yanga, kafu wenyewe wanajua, au Afrika nzima inajua hawa stage yao ni timu walau makundi wamefeli sana. Neno zuri walau, kwa sababu sasa hivi ukiishia makundi umefeli. Tanzania. Ndio wanasema walau. Yani neno walau hamna makundi, kwa sababu tumeshaona target ya Yanga ni robo finali. Simba wana misimu miwili walishasema target yao ni nusu finali. Na naamini pia watakuwa wanaenda nayo hiyo. Ni kweli, kwa lugha rahisi kabisa ya mtaani ningesema Gaborone United wameavaba. Na ni gharama za kuishi kama timu ambayo ni non-ranked, sababu wewe unakuwa chakula cha wakubwa. Nimetumia neno hili kwa ajili ya for the sake of understanding, kuelewana tu, lakini simaanishi vinginevyo kwamba kwenye utaratibu wa CAF unajua wale ambao ni kuna levels, level 1, level 2 mpaka level 5. Timu ambazo zipo ranked. Yes. Sasa ukiwa level 2 kama Yanga, akina Simba hao, akina Petro, ni kwamba unaletewa na timu ambazo zenyewe hazipo huku. Kama hii ni miongoni mwa timu 36 ambazo ni non ranked, kwa maana kwamba hazimu katika orodha ya viwango vya ubora. Kwa hiyo wanajikuta, sisi miaka nyuma ilikuwa hivyo, Simba, Yanga, nani unacheza round 1 unacheza na timu kutoka Komoro, Shelicheli, ya pili Al Ahly, unapigwa mpaka mwisho wake unaona wanafaa kusudi. Na sisi ile ilibadilika pia Mbwaduke kutokana na timu za hatua ya makundi kuongezeka kutoka kuwa timu 8 mpaka timu 16. Walau sasa of course tumeongeza ushindani. Tumeongeza ushindani, lakini ile na yenyewe pia ili boost kwamba timu zilizofika 16 walau kama wanatoa nafasi, kwa sababu ulikuwa ukishapambana huku unakutana labda na Al Ahly, unakutana labda na Raja kwenye knockout. Uko sahihi, ila kubwa zaidi performance, kwa sababu na wao ivoongezeka, kwani wao wamo. Of course, na hata wao pia wakija wanapigwa huko. Sasa lakini sasa hizo zote tunazungumza kwenye makaratasi. Kiuhalisia hivi karibuni wamewekeza sana mabwana. Ubingwa waliochukua msimu huu ndio rekodi katika ligi kuu ya Botswana kwa timu 16. Hakuna timu imaliza ligi na pointi 74. Ni performance ya 82.22 to infinity. Kwa hiyo wako vizuri, lakini pia walikuwa na Dimitar Pantev, walionyesha show nzuri zidi ya Simba. Simba kupita kiwepesi na Simba wakamchukua coach. Yes, wakamchukua kama meneja. Cha matatu. Umeona? Lakini wakati anacheza nao walisimamia Morocco kwa muda kama unakumbuka vizuri. Lakini baada ya kutoka kwake wakamleta Khalid Niyonzima, akaondoka. Sasa hivi wana Irish Sean Konar ndo anaongoza, wana mipango mikubwa wenyewe na wamewekeza kwa kutosha. Bahati mbaya kwao ndo unakutana na Simba na Yanga, lakini wachezaji wa ubora kina Disele wapo, Tabo Maponda aling'ara sana kwa Mkapa yupo, kina Tatayaone Khamanyane yupo, wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo kwenye makaratasi tusichukulie poa. Ni Yanga lazima wajipange, kwa sababu hata unakumbuka Gaborone United ilivyocheza na Simba ilibidi watumie ukubwa sana kupenya.
Yes, bwana, hivyo ndivyo ambavyo imekaa, ikiwa ni wiki au ni weekend tunayoiendea. Ni weekend ya matukio kwa upande wa Simba Day pamoja na Yanga Day tarehe 8 na tarehe 9, lakini pia tumeweza kupitisha kwenye draw ya upande wa michuano ya klabu bingwa, na kumbuka Simba na Yanga wao ni wawakilishi kwa upande wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa maana ya CAF Champions League, na draw ilifanyika hapo jana. Ulitazama live kupitia Azam Sports 1 HD. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Ramadhani Baduki pamoja na Trafa Kiungai, kwa pamoja tumekupitisha kwenye soka letu, na bado tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea bado tutakuwa tunaendelea kutazama kwa upande wa soka letu, ambapo tuna taarifa pia kwa upande wa draw ya kombe la shirikisho. Tutakuja kutazama kwa upande wa Singida Black Stars wamepangwa na wapinzani gani, pia tutegemea kitu gani kutoka kwao, lakini safari ya Azam FC haitaanzia katika hatua hii, lakini tutakuja kukujuza mpinzani wake wa hatua inayofuata anaweza akawa ni nani. Lakini pia ni kujuze kwamba shughuli mbalimbali za kijamii pia zimekuwa zikiendelea, ikiwemo kuzindua matawi, ambapo hii leo tawi la Yanga 7 Lounge limepanga kufanya sherehe kubwa za uzinduzi wa tawi hilo pamoja na kuelekea katika tamasha la Yanga Day litakofanyika siku ya Jumapili. Tupate undani wa taarifa hii. Shughuli ya kesho ni shangwe la ubingwa. Shangwe la ubingwa maana yake shabiki wa mpira yeyote, inawezekana usiwe mwana Yanga, lakini kama ni shabiki wa mpira Mtanzania ambaye unafuatilia ligi yetu, nafikiri ni wakati sahihi sana kujitokeza na kuja kuona nini ambacho tunakifanya. Kikubwa ambacho tunakifanya, tunasherehekea ubingwa, tunasherehekea ukubwa wa Yanga, tunasherehekea mafanikio. Kwa hiyo mtu yeyote anaalikwa. Ni kweli shughuli ni ya 7 Lounge Yanga Supporters, imedhaminiwa na Dr. Howo, lakini anaalikwa mtu yeyote kuja kushuhudia, kuja kusherehekea pamoja na sisi. Tumeandaa vitu vingi sana, tutakuwa na burudani nyingi sana hapa, lakini all in all watu wote mnakaribishwa. Karibuni sana kesho. Tumealika viongozi wengi kutoka club. Tumealika msemaji wa club, tumealika mjumbe mmoja, tumealika makamu wa rais, wote watakuwepo. Lakini kubwa ambalo tunataka kulifanya na kubwa ambalo ni lengo haswa la sisi kukutana hapa, tunataka kuwafanya mashabiki wa Yanga kuwa wanachama hai. Nikisema wanachama hai kwa maana ya kwamba wawe ni part ya mafanikio ya Yanga. Kwa hiyo kesho tumealika timu kutoka club ambao watakuwa wanafanya usajili wa wanachama hapa. Kwa hiyo kubwa la kesho ni kwamba, surprise ya kesho ni kwamba unaweza ukaja hapa usiwe mwanachama wa Yanga, lakini ukija hapa utaondoka ukiwa mwanachama hai wa Yanga. Kadi zitakuwa zinapatikana hapa, kila kitu kitakuwa kinapatikana hapa. Unalipa ada yako, unaondoka na kadi yako. Tunataka tuwe wanachama hai ili tuipe nguvu klabu yetu ifanye sawa na ambavyo tunafurahia. Maandalizi ambayo yamefanyika hapa East African Commercial, yani huu ukumbi ni hatari hapa Ubungo. Nimejiangalia mwenyewe, nimekuja kuangalia setup ambazo zinafanywa hapa usiku. Sherehe kesho itakuwa ya mfano sana, namna ambavyo mashabiki wa Yanga watakuja kuenjoy, kupata burudani. Dr. Howo amewaandalia shughuli nzito, shughuli nzuri. Pongezi kwake, kijana mdogo, ana mapambano na timu yake, ana enjoy, anapata furaha na timu yake. Dr. Howo amewaandalia watu raha na starehe. Yes, hiyo ni upande wa tawi la 7 Lounge, walikuwa wakizungumza usiku hapo jana kuelekea katika shughuli yao ambayo wanaifanya siku hii hapa ya leo. Na sasa tuelekee kule mkoani Kigoma, ambapo tawi la Yanga lililopo Mwandinga, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, nao walikutana kula na kunywa, kufurahia mara baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC mara 5 mfululizo kwa msimu uliopita, pamoja na kujigamba kwa usajili waliofanya, ikiwa ni matumaini ya kupata ubingwa wa 6 mfululizo kwa msimu unaofuata. Mwenzetu Jacobo Aruvilo ana taarifa zaidi kutoka mkoani Kigoma. Taarifa hiyo itakapokaa sawa, tutaweza kukuletea moja kwa moja kutoka kule mkoani Kigoma. Na haya yalikuwa ni maandalizi pamoja na shughuli mbalimbali za kijamii ambazo zinaendelea kufanywa na mashabiki wa Yanga, ikiwemo kuzindua matawi, lakini pia shughuli nyingine za kijamii. Na kwa sasa twende tukaangazie kwa upande wa timu wawakilishi wa Tanzania kwa upande wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa maana ya CAF Confederation Cup, ambapo tunajua ni Singida Black Stars pamoja na Azam FC, na Singida Black Stars ndio timu ambayo wenyewe wataanza katika hatua hii ya awali ya kwanza ya mtoano
kwa upande wa michuano ya kombe la shirikisho, ambapo wawakilishi wengine wa mashindano ya kimataifa Singida Black Stars wataanza kampeni yake kwa upande wa michuano hiyo dhidi ya Al Ghazal kutoka Sudani Kusini. Singida Black Stars na itaanzia ugenini kati ya Septemba 4 hadi 6 kabla ya kucheza mchezo wa marudiano wiki moja baadaye hapa nyumbani Tanzania. Singida ilifanya vizuri msimu uliopita ambapo ilifuzu hatua ya makundi, ambapo ilikuwa ni kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo katika ushiriki wao michuano ya kombe la shirikisho na kufika katika hatua hiyo kubwa kabisa, hatua ya makundi. Mbwaduke, Singida Black Stars walikuwa wakielekea kule Sudani ya Kusini kwa mazingira yao, aina ya usajili ambao umeufanya na kile ambacho walikionyesha msimu uliopita ambao kufika katika hatua ya makundi. Katika hatua hii tunapaswa kuwa na wasiwasi nao au ni hatua ambayo pia tunaamini Singida itakuwa nyepesi kwao, watavuka? Hatupaswi kabisa kuwa na wasiwasi nao, ingawa mpira wa miguu lazima tuheshimu dakika 90 unavyochezwa uwanjani, lakini kimsingi walichokionyesha msimu uliomalizika 25-26 watakuwa wajitendei haki wenyewe kama waishie kwa timu ya Sudani Kusini Al Ghazal wao, kwa sababu msimu uliopita walicheza hatua ya makundi, tena wao na Stellenbosch walimaliza na pointi sawa. Goal difference wao walikuwa nazo nzuri, lakini wao wakawa mkiani, Stellenbosch ikawa ya 3 kutoka mkiani kwa sababu ya kanuni za CAF. Mkilingana wanaangalia head to head, wao walipocheza Afrika Kusini na Stellenbosch ya Steve Barker na kina Ibrahim Jabbar ilikuwa bila, lakini kwenye mechi ya nyumbani ikaisha 1-1. Kwa matokeo yake Stellenbosch wakawa na matokeo mazuri kwenye head to head dhidi yao kwa kupata ile 1-1 ya ugenini. Kwa hiyo kwenye mpangilio, kwenye mkundi lao, matokeo yake wao wakajikuta wako mkiani, lakini goal difference wanazo nzuri zaidi, point wako sawa, point 5 na Stellenbosch. Lakini sehemu ambayo bila shaka watatakiwa kuimarisha kuanzia hatua hizi za awali ni kwenye kufunga, kwa sababu msimu uliopita huu kwenye hatua makundi mechi 6 walipiga mashuti 70 Sheikh. Alafu mabao wamefunga 4. Umeshaona sasa. Kwa hiyo unaona kwamba walikuwa matatu sio 4. Goli 3 tu. Msimu uliopita kwa timu za Tanzania. Nafikiri kwa ukiwatoa Azam FC na Azam na wote. Azam ndo kabisa. Timu zote 4 zilikuwa zina changamoto kwa sababu hatujafika. Azam wamepiga mashuti 86. Wafunga goli 4. Singida Black Stars mashuti 70 wafunga goli 3. Yanga mashuti 68 wafunga goli 5. Simba mashuti 54 goli 5. Na ndio maana Yanga ukiangalia katika usajili wao wameongeza sana nguvu mbele, sababu wameshuka, wamefunga goli 5 lakini attempt zilikuwa ndogo. Simba kwa mfumo wa kocha Steve Barker wameongeza nguvu zaidi pembeni, ndio kunatenza mabao. Sababu hata katika ligi aliongoza kwa attempt sio Selemani mashuti 25 tu. Mpanzo mashuti 46, Libasege 30. Kwa hiyo kwa msimu uliopita Singida timu za Tanzania inawezekana moja kitu ambacho kilisababisha wote tukaishia makundi zilikuwa ni safu za ushambuliaji. Ndio, kwa sababu kwa mfano na sita kila mara kuzungumza Azam kwa sababu hujauliza Azam japo tunaenda Azam nako tunakuja. Pengine cha kujazia hapo. Knockout stage kwa upande wa kiufundi, kwa upande wa makocha si michezo ya kufunguka sana. Sio mbwemo, unatakiwa ushinde. Ni objective, ni michezo ya malengo. Kwamba hatuhitaji kufunga goli 9, goli 5, goli 4 katika mchezo mmoja. Tunataka tusonge mbele. Pengine ndio sababu ya timu zetu kutofunga magoli mengi katika michuano hii ya kimataifa kwenye upande wa shirikisho na klabu bingwa. Lakini msimu uliopita inawezekana, lakini kwenye group stage Singida wanamiliki mpira average ya 55%. Wanafika wanapiga wanafunga goli 3 mechi 6. 70 mashuti. Alafu wamefunga goli 3 kwenye mechi 6. Kwa hiyo unaona kabisa waliangushwa na kina Hoso Mwako Malanga, top scorer katika ligi kuu ya Kongo msimu wa nyuma yake. Rekodi alipiga goli 25. Hajawahi kufunga Mputumabi wala Samata wala Jackson Muleka. Goli 25. Lakini alichofanya ni tofauti na matarajio, kina Elvis Rupia Baranga na kadhalika. Kwa hiyo maana yake katika uimarishaji wao bila shaka, na ukizingatia sasa Mosi ndo umwe pengine tulitarajia makubwa. Of course Mosi ameondoka enda MC Alger. Kwa hiyo eneo hilo wanatakiwa waboreshe, kwa sababu cheza yao kama timu inamiliki mpira 55%, maana ikae nyuma. Na ikikaa nyuma inacheza pasi zile sideways passes sio za kwenda mbele. Lakini wanaenda mbele ndio wanapiga mashuti 70. Lakini wafunga goli 3, mashuti 67. Kwenye ukiattempt mara 70 alafu ukafunga goli 3, maana yake eneo lako la safu ya ushambuliaji lina kazi ya ziada. Lakini ukianza kwa Biduki anisaidie. Hayo mashuti 60 on target alikuwa mangapi? Kwa sababu hiyo mashuti
yanaanza kuhesabiwa au yanahesabiwa likipigwa tu hata ikiwa on target alikuwa kama 19 hivi. Lakini as long as umeattempt, yes, umepiga shoot, maana yake ukipiga mashuti mengi afu on target pia akawa ni machache, maana yake accuracy yako, usahihi wako kwenye kulenga lango ni una madhaifu. Kwa sababu kwa nini nimeulizia on target? Kwa sababu unaweza kuwa mpango kazi wa timu pinzani kati ya hizi timu zetu ambazo wanakutana nazo, mpango kazi ni kuwanyima timu zetu wasilisogelee lango, wasilisogelee kwenye box. Umeuliza vizuri sana. Yanga na FAR Rabat Zanzibar, Yanga wamepiga mashuti 15, 9 on target. 9 on target. Unakumbuka ile mechi? Funga goli moja akafunga Dube. Hiyo ni average ya mchezo mmoja. Si ndo nakupa mfano. Yani kwamba hapa tunachozungumza ni kwamba lazima waboreshe watu wa mwisho katika. Unafikiri kwa nini Jeff Tembala bora yupo Azam au Mbaduke pamoja na hili? Timu inafika nafasi hiyo hapo, kuna kitu kinaitwa big chances, nafasi za wazi za kufunga alafu azifungwe. Au Mbaduke tumuulize Deo hivi, wewe unafikiri ni normal kwa timu kama Simba au Yanga au tumweke na Azam, Singida hapa ni first time, si ndio? Tumweke na Azam, mechi 6 hamna timu iliyofunga goli 6. Maana yake hata wastani wao kufunga au ulikuwa ufiki hata moja pa game. Si jambo la kawaida. Sio kwamba na kwa Yanga pia unajua ilikuwa ni season ya pili mfululizo kwenye mechi 6 za makundi wanafunga goli 5. Ndio. Yaani misimu miwili mfululizo Yanga kwenye club bingwa group stage kafunga goli 5. Na msimu nyuma yake alipiga shuti 84 goli 5. Msimu unaofuatia sio kawaida, kapunguza shuti zimekuwa 68 goli 5. Na ndio maana unaona kuna Sheikh Ibrahim Toure, ndio maana unaona Shashaman, ndio unaona Kangwanda, ndio unaona wanaongeza magoli, kwa sababu lazima uaddress tatizo lililojitokeza. Tatizo lipo kwa timu zetu, na ndio maana Azam kila mara anajizuia kwa sababu hatujafika kisi na tupo. Yes, ndio tupo shirikisho hapo. Miongoni mwa maeneo aliyozingua ni eneo hilo. Kwa mfano, Azam mpiga mashuti 86, goli 4. Jeff Tembala bora peke yake kapiga shuti 27. Goli moja. Ni kweli. Katika hayo aliyopiga 27, aliyopiga kulenga shabaha yalikuwa 6. 21 yote nje. Lakini katika 6 kafunga goli moja. Wewe ushangai. Na ndio maana Azam pia wameboresha ile eneo hilo, ndio maana unaona kuna kina John Mano, kwa sababu timu hizi zinaendeshwa kisayansi. Unafanya analysis, kilichotukwamisha ni kipi? Azam ilikuwa inamiliki mpira average ya 54%. Inafika miongoni mwa timu zimeattempt mara nyingi ni Azam. Nakwambia mashuti 86 mengi sana. Alafu goli 4. Unaanza kusema Jeff bwana tunakupenda sana. Dirisha dogo Jangita shughuli ya kwa hiyo kama Ngangita unajikuta Flora Ibenge utamwonea huruma kwa sababu timu inafika. Mfano mechi na Maniema kule Kongo imemiliki mpira 66%. Sawa? Kwenye ligi ya mabingwa sio issue. Wewe miliki mpira wako unafikaje? Wamefika wameattempt mara 16. Maniema wako nyuma wamepiga shuti 5 tu. Bahati mbaya sasa ndo hapa 5 zao zote on target, 2 kama wamefungwa 2 bila. Zanzibar na Wydad, Azam imekamata mechi kinazisikia, yani uweze amini kama ndo wao, lakini haifungi, inakosa tu magoli. Kwa hiyo hawajamjitendea haki kocha na benchi la ufundi, kwa sababu benchi la ufundi ni timu ifike pale mwisho, alafu mtu mmoja anipata nafasi afunge, asipofunga mmeanguka. Ndio maana katika kuboresha Azam unaona mbele pale wamesafisha alafu ameleta mashine hizo kina John Mano. Kwa hiyo kwa upande wa Singida Black Stars ambao nao pia watakuwa wakitafuta tiketi nyingine, Jonathan Soa amerejea ndani ya kikosi hicho akitokea upande wa Simba Sports Club. Tuweze kuona na wao pia watakuwa na kitu gani cha tofauti kwenda kuisaka nafasi hiyo ya wala kufika katika hatua ya makundi, na wao kwa nafasi yao tutawashuhudia wakiwa wanacheza na timu kutoka nchini Sudani kule Al Ghazal ya nchini Sudani Kusini, na Singida watakuwa na advantage kwa sababu wataanzia ugenini afu watakuja kumaliza nyumbani. Msimu uliopita waliweka rekodi au waliandika historia katika klabu hiyo kufanikiwa kufika katika hatua ya makundi. Tulikuwa tumegusa kwa upande wa Azam FC, wao wataanza katika hatua hii. Wataisubiri timu kati ya Zeriria kule nchini Misri ambao watacheza dhidi ya Asas Djibouti. Asas walipita hapo, walicheza na Yanga msimu ule msimu wa nyuma ule. Kwa hiyo mshindi wa mchezo huu hapo ndiye ambaye atacheza dhidi ya Azam FC. Azam FC ni miongoni mwa zile timu kwa upande wa kombe la shirikisho ambazo hazijaanza katika hatua hii ya awali, kwa hiyo wataingia kwenye ile second round ya mtoano kwenda kuitafuta hatua ile ya makundi. Kwa hiyo kwa lugha ya kawaida tunasema
ya kimahesabu Mbwaduke, Azam wataanzia 32 bora. Ndio wataanzia huko, na kilichowasaidia sio kwamba inabahatisha tu wewe anzia huko, kana idadi ya timu zilizowasilishwa kushiriki, alafu anaangalia ubora wako. Azam ni miongoni mwa timu ambazo kwenye ubora ziko juu baada hatua ya makundi, alafu imaliza nafasi ya 3. Unajua kama nafasi ya 3 una collect point nyingi. Kwenye kombe la shirikisho maana yake hapo unapata pointi 1 kwa msimu incumbent unaoendelea, unazidisha mara 5 ni point 5. Kwa walipata point 5, ilikuwa timu ya 38 kwa ubora Afrika. Sasa kuna nyingine ziko juu hazijapata tiketi kwenye mataifa yao kushiriki kwenye michuano husika. Kwa mfano kuna nyingine zimepata tiketi ziko juu, ziko ligi ya mabingwa. Kuna nyingine hazijapata ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Kwa hiyo zilizokuwa zipo kwenye orodha miongoni mwa zilizofuzu, Azam muhimu, ndio maana wanaanzia hatua hii. Halafu hapo kwa kuongeza watazamaji wako, wakati mwingine unajiuliza, kwa mfano ligi ya mabingwa, kwa nini timu 3 ndo hazishiriki raundi ya awali? Kuna magic number 64, namba 64. Unatoa idadi ya timu zilizowasilishwa katika msimu husika. Kwa ligi ya mabingwa msimu huu timu zilizowasilishwa kushiriki ligi ya mabingwa ni 61. 64 ukitoa 61 inabaki 3. 3 unaenda kwenye viwango vya ubora, zile juu 3 bora hazishiriki. Zinabaki timu ngapi sasa? 58. Sasa unachukua zilizowasilishwa ambazo 61 unatoa 3 58. Zikikutana raundi ya kwanza ya awali zinabaki 29. Unaongeza na zile 3 zinakuwa 32, unaenda 16 bora. Kwa hiyo ni 64 toa idadi ya timu zilizowasilishwa kwa msimu husika. Watazamaji wanaweza kauliza imetoka wapi? Ndio magic number. Kutokana na wale timu ambazo zinakuwa zimeshiriki pale, lazima kuna hesabu zinapigwa ili kuona utakavyozipanga kwenye hatua ya mtoano ili upate namba sahihi kwenda katika hatua ya makundi. Hao ni Azam FC ambapo wao wataanza katika hatua ile ya pili ya mtoano, ambao kwa hesabu za kawaida unaweza kusema ni hatua ya 32. Baada ya hapo kwenye kwa usajili wao group stage nyingine, kwa sababu kwanza sio tuna wachezaji bora, wana mtu anaitwa Flora Ibenge. Na kwa wapinzani wawili kuna yoyote, yani atakayepita yoyote, Azam kuna hofu Zedi ya Misri hapo, kuna kimbembe. Si timu rahisi, kwa sababu ukiangalia hata katika upande wa ligi yao ya Misri wana challenge, sio timu ambayo inashiriki tu na kusema asante afu msimu unaokuja tena washiriki. Wana challenge kwa maana ya kukaa katika zile nafasi zile za juu. Ukiondoa Ahli na timu nyingine, lakini Z wapo katika zile nafasi zile za juu. Kwa hiyo ndio maana wamepata tiketi. Al-Masri hawapo. Ndio maana yani katika timu ambazo Azam wanaomba ni Asas Djibouti apite. Hawezi kupita. Ngumu, japo inawezekana, lakini ngumu. Inaweza katokea, lakini unaona kabisa ni ngumu. Hiyo ni kwa upande wa wakilishi wa Tanzania kwa upande wa michuano ya kombe la shirikisho. Lakini kwa sasa tutazame taarifa ya mshambuliaji au top scorer wa ligi msimu uliopita kwa upande wa NBC, ambapo mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC msimu uliopita 25-26 Mosi Ndoumwe amejiunga na klabu ya MC Alger ya Algeria katika klabu ya Singida Black Stars. Ndoumwe alifunga magoli 17 kwenye ligi kuu msimu uliopita na kutoa kiatu cha dhahabu akimshinda kiungo wa Azam FC Faisal Salum Abdalla Feitoto. Alishika nafasi ya pili akiwa na jumla ya magoli 15. Ndoumwe anaingia kwenye orodha ya nyota waliopita Singida Black Stars ambao wamepata nafasi ya kujiunga na timu nyingine kubwa ndani na nje ya nchi. Usajili huo wa Mos Deo baada ya performance ya msimu uliopita na dakika za jioni, dakika za jioni, hasa mechi ya Fountain, mechi ya Fountain Gate, alipiga hat-trick kwenye ile game. Huyu ni mchezaji wa kwanza wa pili kufunga hat-trick kwenye ligi ya Tanzania kwa msimu uliopita. Kwa msimu uliopita tulikuwa tuna hat-trick 2, nyingine ilikuwa ni even. Tunazungumza mchezaji wa kwanza kufunga hat-trick kwenye ligi ya Tanzania. Nafikiri ni msimu uliopita. Alikuwa ni Mosi. Nafikiri Mosi kajiunga dirisha dogo msimu. Na hat-trick. Okay. Starboy ndo alikuwa wa kwanza kufunga. Unajua hat-trick ilichelewa sana msimu. Ndio. Starboy ndo akawa wa kwanza kufunga hat-trick. Moto aliingia dirisha dogo. Alafu kuna hat-trick nyingine ilifuata, alafu na Mosi ndo akaja naye akafunga. Basi jambo jema. Ukitazama nafasi ya Mosi Ndoumwe unaweza ukafikiria kwa mtu asemfahamu au kadhani kwamba ni striker typical. Kwa maana mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kushambulia. Moja kwa moja, yani yeye anapokea huduma kutoka kwa viungo wa pembeni na kiungo wa nyuma yake. Lakini katika nafasi ambayo anaihudumu katika uwanja wa mpira wa miguu anatokea pembeni. Kwa upande wa tafsiri nyepesi, naye pia ni kiungo.
kiungo ambaye anatokea pembeni, kiungo mshambuliaji. Magoli 17 kwa kiungo ambaye anatokea pembeni, maana yake ni magoli ambayo kajiunga dirisha dogo. Tafsiri yake alikuwa na uwezo wa kufunga zaidi ya 17 kama angekuwa karibu na goli. Lakini kwenye hesabu leo pamoja na Mbwaduke ya dirisha dogo ya msimu uliopita, kuna neno kidogo nilikuwa na challenge kwa sababu mechi 5 sisi yani tulikuwa tumecheza mechi 5 tu raundi ya kwanza. Unajua kwa nini tunahitaji hivyo? Anikuja dirisha dogo. Kuna kitu inaitwa chemistry, muunganiko wa timu. Kwa hiyo yeyote ule mpya lazima umpongeze kwa eneo hilo. Wamezikuta mechi 25 za kucheza. Sasa 25 hizo wamezikuta wakiwa, kwa sababu hakuna pre-season hapo. Yaani dirisha dogo umejiunga tayari kwenye timu. Kwa hiyo mchezaji kifaa vizuri lazima umpe kongole yake. Ndio maana nasema of course lakini kwa idadi ya mechi kwa idadi ya mechi kupata mechi zaidi ya 20 mechi nyingi. Lakini kuna wakati ambao tunazungumza msimu, achana na ule wa nyuma ambao Jonathan Soa alikuwa katika eneo la ushambuliaji. Yeye ndio alikuwa tegemeo la ushambuliaji katika kikosi cha Singida. Lakini ghafla amekuja Mosi akawaondoa kabisa wenzake katika eneo la kutegemewa katika kufunga magoli. Akawaondoa kina Lamine Jaju katika Lamine Jaju ni miongoni mwa wachezaji ambao tuliishi nje ya matarajio. Tulitarajia Hoso Mwaku Malanga, Mwaku Elvis Rupia hakuwa na season nzuri. Kwa hiyo kwa upande wa Ndoumwe muona kabisa ni surprise package kwa upande wa ligi yetu, kwa upande wa kikosi cha Singida Black Star. Haijanishangaza kwenda klabu kubwa kama MC Alger, kwa sababu klabu kubwa mara nyingi huwa wanatazama wachezaji ambao wenye impact. Na katika bidhaa adimu duniani, sio Afrika, duniani, ni mchezaji ambaye anakupa magoli. Kama Mosi Ndoumwe anakupa goli 17, anacheza kwenye kikosi cha Singida Black Star. Vipi akicheza katika kikosi cha MC Alger ambacho kina quality zaidi ya kwake yeye, kitaweza kumpush kiufundi na kimbinu kufika kwenye goli mara nyingi zaidi. Mazingira ambayo yalikuwa yanaonekana ya haraka zaidi kwamba Mosi Ndoumwe anaweza akajiunga na klabu za Kariakoo kwa sababu ya ukaribu na namna ambavyo hizo klabu zimekuwa zikinyakua wachezaji waliokuwa bora kwenye hizo klabu za madaraja ya kati. Lakini kwa bahati ambayo imekuwa nzuri na kusifu pia uongozi wa Singida Black Star, wachezaji wao wengi ambao wanakuwa katika zile top performance hawajiunge kwenye hizo klabu za Kariakoo. Nakumbuka walikuwa na beki wao ambaye ni Nigeria, Tanim naye karejea. Lakini angalia soko lake ambalo litazama mara ya kwanza baada ya performance akubakia kwenye ligi ya Tanzania. Kwenye hili eneo la wachezaji mfano kama Singida, kwa sababu Singida kwanza kuna nyakati ambazo wamekuwa wanatusupply zaidi na wachezaji ambao wanakuja, lakini pia imekuwa ni rahisi wao kutoka kwenda kwenye mataifa haya makubwa. Labda hapa tujaribu kutazama picha, ni kwa sababu wao wanakuwa wana management nzuri, zina connection kubwa na ligi yetu pia huwa ni sehemu nzuri ya kuuza kipimo. Lakini pia swali jingine tumemzungumzia hapa Atanim ambaye pia amerejea tena. Kumekuwa kuna tendency ya wachezaji hawa kwenda na kurudi, lakini tumekuwa tukiona pia wanapoenda kwenye timu ambazo zina pressure kubwa, mfano Damaro. Si ndio? Tumeona Yanga jinsi ambavyo jambo limeonekana kidogo limekuwa zito. Jonathan Soa hatuwezi kumzungumza sana kwa sababu tulikuwa tunajua walikuwa na changamoto nyingine. Lakini watu wapo ambao wamekuwa wanaenda na wanarudi. Anaenda kwenye timu ambayo demanding, mahitaji ni makubwa. Unajua hiyo haina formula. Na maelezo haya yatakuta wachezaji wa Arsenal, wa Real Madrid, wa Simba, wa Yanga au kwa sababu Chama alienda Morocco, RS Berkane. Sikarudi, afaa vizuri. Yaani nazungumzia kwamba hiyo timu story ya Chama nayo ya Morocco inatajwa ni mambo ya familia nje kwa accommodate na mwisho wa siku bwana uwanjani ukiperform yote watu wanamtafuta. Kwani Chama alicheza mechi ngapi Berkane? Anyway, msingi wangu ni kutaka kusema kwamba ni tabia za wachezaji na katika timu nyingi haina formula. Kwa sababu kwa mfano Nixon Kibabage kutoka Singida, sio anawaka Simba. Mifano iko mingi, tataja na wengine na wengine na wengine. Lakini kimsingi ni kwamba kwa Singida inaonyesha management yao inaendesha katika football ya kisasa. Tunakuwa flexible, amko malimu nganie kama watu wanakuja biashara wamefika pazuri, nafanya biashara. Na wao ni wazuri pia katika kuchungulia fursa, mchezaji gani mzuri. Yes, kwa sababu kuna wachezaji ambao miaka ya nyuma wakitajwa unaona hao ni Simba Yanga. Lakini kumbe kuna Singida unaweza kukuta wao wamewahi wamewachukua. Huyu mwenyewe huyu Mosi walimuona wakati wa mechi za hatua za awali za kombe la shirikisho. Aliwasha moto kweli kweli akasema, "Yap, huyu anafaa kwetu." Lakini mwisho wa siku ni kwamba
katika wachezaji wenyewe unavyojimarket unakuwa top scorer. Sababu top scorer wote wamepata nafasi. George Mpole alienda Kongo kama unakumbuka vizuri. George Mpole. Japo baadaye akarudi hiyo na Mungu George Mpole ilishtua watu. Yes, alienda Saint-Eloi Lupopo. Ambao kuna mpunga uliwekeza pesa Lupopo kuna kipindi. Lakini Fisto Kalala Mayele kenda Pyramid. Stefan Ziziki alienda kwenye project ya hela nyingi Wydad, ingawa sasa hivi yupo Libya. Lakini Jasha Ahoua alikuja kuondoka, ni top scorer na yeye anaondoka. Top scorer, top assist provider Kipre, mabao 9, assist 9. Alienda MC Alger. Hii MC Alger amerudi Azam. Lakini inaonyesha mnavyo perform vizuri, pia ni ujumbe pia kwa wachezaji. Soko nao linakuwa kubwa zaidi na klabu zinaanza kufanya biashara. Benjamin Tanim Singida Black Stars aliuzwa kwa pesa nyingi, lakini kama mpira wa miguu ulivyo huwezi kutabiria kesho. Ikitokea na wao wanaona ana fit kwenye vigezo vyao, amerudi kujipanga tena upya. Lakini kwamba wanaingia sokoni na sajili wachezaji walio bora wa ndani na nje. Singida kwenye hilo excellent. Lakini inapokuja biashara hawana longolongo, unaondoka mradi tufikie kwenye vigezo vyao ambao ni jambo zuri. Yes, na kwa upande wa takwimu ile tulikuwa tunazungumza kuhusiana na hat-trick za msimu uliopita. Yes, ni sahihi. Hat-trick ya kwanza aliifunga Mosi kwenye mchezo ambao Dodoma alikula chuma 5 kwa Singida Black Stars. Kwa hiyo ni sahihi kabisa, hat-trick ya kwanza ya msimu aliifunga yeye. Lakini pia vile vile kwa upande wa Alan Okello alifunga hat-trick kwenye mchezo dhidi ya TRA United. Lakini pia Matthew Tegis naye pia alifunga hat-trick kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa, na Fabrice Wangoi naye pia aliweka hat-trick kwenye mchezo dhidi ya KMC. Kwa hiyo hawa ndio wachezaji ambao walifanikiwa kufunga hat-trick msimu. Kwa hiyo Mosi alikuwa na hat-trick 2. Hat-trick ya Dodoma na Fountain ile. Kwa hiyo Mosi anaondoka katika mabao yake 17. Kuna chuma 6 alifunga kwenye michezo 2. Kaondoka na mipira 2. Hat-trick na cha msingi wao tu msiaje wajue jinsi ya kumtumia na kumlisha. Kwa sababu Singida tayari pale walishajua jinsi ya kumaccommodate afungi. Au kina Emmanuel Keyeke hapa kati. Lakini zile purukushani za wanaokwenda mbele zinatokea nafasi ambazo wanakwenda kuzitumia. Yes, kwa hiyo kwa msimu uliopita wa 2025 2026 ligi kuu ya NBC ilikuwa ina hat-trick 4 pekee, na wachezaji 4 ndio ambao waliweza kufanikiwa. Kwa hiyo kwa msimu unaofuata pia tutaona namna gani ambavyo itaweza ikawa, kwa sababu ni msimu ambao eneo la safu ya ushambuliaji limeboreshwa sana. Washambuliaji wengi sana wamesajiliwa, hususan kwenye vilabu hivi vikubwa kwa maana ya Simba pamoja na Yanga, lakini Azam FC nao pia wana washambuliaji wakati wapya wawili ambao wameingia pale. Singida Black Stars, Jonathan Soa amerejea. Kile ambacho alikifanya kwenye dirisha dogo msimu uliopita atakifanya hivyo pia kwa msimu huu ambao unakwenda kuanza. Alifanya balaa ile kwa sababu alicheza mechi 14. Alipiga shuti 32. 16 on target na wana shooting accuracy 50%. Goli 13. Tena kapumzika sana. Penalty 2. Amepumzika sana. Na hii mechi ya juzi ya Simba alivyoingia tuliona umahiri wake wa kucheza kwenye lile eneo. Funga goli 3. Mechi 5 kabisa. Kwa unaweza kuona namna ambavyo jambo linaweza likawa kwa upande mambo ya nje uwanja ya control vizuri ile aonyeshe kiwango. Hii mechi ya Singida na Simba ya Sekafa uliona alivyoingia on target alikosa moja kati ya nafasi ya wazi sana. Kwa hiyo bado anaonekana vitu anavyo. Bwana Vita, ushambuliaji pia tunategemea itakuwa kubwa sana. Kwa sasa tuangazie kwa upande wa kikosi cha Coastal Union, nao pia wakiwa hapo kwenye maandalizi yao kuelekea msimu mpya wa mashindano. Kwenye msimu wa mashindano bwana, kwa upande wa Coastal wao wanatarajia au wanategemea kufanya tamasha lao ambayo itakuwa ni Coastal Union Festival. Itakuwa ni Agosti 11 kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani pale jijini Tanga. Kwa hiyo Coastal nao watakuwa wakisherehekea bwana. Wamempoteza mchezaji wao muhimu sana kwenye kikosi cha Coastal, Bakari Msimu. Ukizungumza top performance katika kikosi cha Coastal msimu uliopita, jina la kwanza ama la pili lazima utaje Bakari Msimu. Silaha kubwa sana ambayo alikuwa anaitumia Bakari Msimu ni kwenye hizi flanks kushoto na kulia. Alikuwa na tabia za kufuata walinzi, si kuwakimbia walinzi. Kwa hiyo unamuondoa Msimu, maana yake unahitaji mchezaji mwingine ambaye anaweza kureplace nafasi ya Msimu katika ile performance ili uweze kutimiza malengo yako kwa msimu unaokuja. Kutazama malengo ya Coastal kwa misimu ya hivi karibuni ni kupambana kufika top 4. Sio kusalia tena ligi kuu. Yaani wanapambania top 4 kwa sababu
wamekuwa na mfululizo mzuri wa kushinda michezo yao ya nyumbani. Kwa hiyo maana kama wakiweza ku maintain na ugenini watakuwa na alama nyingi zaidi za kufika katika level ya top 4. Yes, tuende tukamsikie mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu hiyo Hussein Mchomvu akizungumza kuhusiana na maandalizi kuelekea tamasha hilo la Coastal Union Festival siku hii ya tarehe 11. Nafahamu Coastal Union tuna tamasha letu la Coastal Union Festival litakalofanyika tarehe 11 mwezi wa 8 2026 kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani. Ni kutaarifu tuwe mwanamichezo, shabiki na mwanachama wa Coastal Union, mtiririko mzima wa matukio utakuwa kama ifuatavyo. Tarehe 9 tutakuwa tuna jogging ambayo itafanyika asubuhi saa 12, itaanzia uwanja wa CCM Mkwakwani na kuishia makao makuu ya Coastal Union barabara 11 Ngamiani. Lakini tarehe 10 tutakuwa tuna tukio la kuchangia damu mapema kabisa asubuhi saa 1 mpaka saa 5. Ni tukio hili la kurudisha kwa jamii, hivyo ni waombe nyinyi wadau, wanachama, mashabiki wa Coastal Union tujitokeze kwa wingi pale makao makuu ya Coastal Union barabara 11 Ngamiani kwa ajili ya kuja kurudisha kwa ndugu zetu wenye uhitaji kwenye hili tukio la kuchangia damu. Baada ya tukio hilo tutafanya dua kubwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuwarehemu wazee wetu waliotangulia mbele za haki, lakini pia kuiombea timu yetu kuelekea msimu unaofuata wa ligi kuu ya NBC na michuano mingine ambayo tunashiriki. Mwenyezi Mungu atupeleke salama na mambo yote yaende sawa sawia. Tarehe 11 ndio siku yenyewe Coastal Union Festival, tamasha hili ambalo litafanyika kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani. Burudani ambazo zitapatikana ndani ni burudani za wasanii, tuna wasanii mbalimbali, A-list musician wa kutosha, lakini pia tutakuwa tuna utambulisho wa kikosi ambacho kitakwenda kuitumikia Coastal Union kwa msimu unaokuja 2026-27. Na hapa ndipo burudani kubwa ilipo, na hapa ndipo ambapo watu wataenjoy kuwajua nyota ambao tutakwenda kuwatumia msimu unaokuja. Tuna surprise ya namna yake. Kuna nyota ambao hatujawatambulisha kwa mitandao yetu, lakini tutakwenda kuwatambulisha siku ya Coastal Union Festival na nchi nzima ijue nani wanakwenda kuitumikia Coast kwa msimu unaokuja. Sanjari na hilo pia tutakuwa tuna tukio la utambulisho wa jezi. Baada ya hapo kutakuwa kuna mchezo wa kirafiki ambao utamkutanisha Coastal Union dhidi ya Bandari FC kutokea Kenya. Ni tamasha ambalo hupaswi kukosa kwa namna moja au nyingine. Karibu sana CCM Mkwakwani. Kiingilio ni bure. Tumeweka hivi ili Tanga ifurahi, Tanga nzima enjoy, Tanga iburudike, Tanga ipate raha na mashabiki wanachama wa Coastal Union wapate raha kwenye tamasha letu la msimu wa pili wa mwaka huu 2026. Yes, huyo ni Hussein Mchomvu ambaye ni afisa habari wa klabu ya Coastal Union akiwa anatupa mipango kuelekea kwenye tamasha lao ambalo litafanyika siku ya tarehe 11 katika uwanja wa Mkwakwani. Kikubwa zaidi umeweza kusikia hapo bwana, kwa wanatanga mnaotazama muda huu, shughuli hiyo itakuwa ni bure kabisa. Kwa hiyo ni wao kujitokeza tu na kwenda kuiona timu yao, wakitambulisha pia wachezaji wapya ambao watawatumia kwa msimu ujao wa mashindano. Na sasa tutazame kwa upande wa taarifa nyingine ambapo michuano ya Misungwi Cup 2026 imeendelea kupamba moto ambapo hapo jana Agosti 6, 2026 timu ya Stamico United imeibuka na ushindi mabao 3-2 dhidi ya Ludete Heroes katika mchezo wa robo finali, na hivyo kujihakikishia nafasi kutinga hatua ya nusu finali ya michuano hiyo. Ushindi huo umeongeza ushindani katika michuano hiyo ambayo inaendelea kuvutia mamia ya mashabiki wa soka wanaojitokeza kushuhudia vipaji vya vijana vikionyeshwa katika michuano hiyo. Tupate undani wa taarifa hiyo kuhusiana na mwendelezo wa michuano hiyo. Yes, hivyo ndivyo ambavyo michuano hiyo naona limefungwa moja kati ya goli la maana kabisa, goli zuri kweli kweli. Na huku ndio Deo kuna mastaa wa kijiji au mastaa wa mtaa. Naona mimi nimetwanga sana. Wananchi wamejitokeza hapo wanatazama. Michezo hivi? Nimetwanga sana kaka. Metisha. Nimetwanga sana. Mechi za hivi niliwahi kuitwa Aaron Lennon kwa sababu ya mbio kutokea kwenye flanks moja wao. Tupate ndani ya taarifa hii. Kuna robo finali ya 3, kesho ni robo finali ya timu ambazo ni za mwisho kwa ajili ya kupata mshindi ambao wanakwenda nusu kwa ajili ya finali ya tarehe 15. Kwa kweli jamii imepokea kwa furaha sana. Imepokea kwa furaha na hasa jamii nzima
ya kata yetu Rudete inafanya biashara. Shughuli za kiuchumi zimekuwa zikiendelea hapa. Kuna watu wanauza miwa, karanga, ndizi, mahindi, yani wamekuwa wana furaha sana wakina mama kwa ajili ya kujipatia kipato. Kwa kweli imekuwa nje na michezo, lakini imekuza uchumi wa kata yetu ya Rudete hii michezo, hii ligi ya Misungu Cup. Vijana wenzangu, hakuna furaha ambayo inaletwa bila kuwa na amani. Mjue kabisa kwamba sisi nchi yetu ni Tanzania, hatuna nchi nyingine duniani tofauti na nini na Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ndio nchi yetu. Kwa hiyo tunachotaka sisi, na mimi diwani wenu, ninachokipenda ni amani. Sipendi kusikia mavurumai, sisi kimetokea hiki, kimetokea hiki. Nataka tuwe na amani, tuendelee kukuza vipaji vyetu, na nina fikra zangu na maono yangu, na muomba Mwenyezi Mungu aendelee kunipa uzima. Yako mbali sana. Natamani ipo siku tuwe na uwanja wetu ambao unaitwa Rudete Stadium, ambao ni wa vijana. Kwa hiyo ninaamini kabisa tuendeleeni kuungana kwa pamoja, tushirikianeni kwa pamoja, tudumishe amani. Haya mashindano ni ya bure, diwani wenu nimejitolea, na mwakani ligi inaendelea. Mwakani, na nataka niwaambie, kama mnataka kudhibitisha kwamba hii ligi ni kubwa, njooni siku ya tarehe 15. Sidhani kama kutoka. Yes, hiyo ni taarifa kutoka kule Misungu, lakini pia ni kuombe radhi kidogo kutokana na sauti yake na picha kupishana kwa uchache, lakini hayo ni mashindano ambayo yanaendelea kule, ikiwa ni sehemu pia au jukwaa la vijana kuendelea kuonyesha vipaji vyao, lakini pia kuna michezo kama hii, kuna namna moja ama nyingine inakuwa inawapunguzia pia vijana kutojihusisha na shughuli nyingine ovu za kijamii. Kwa hiyo kwenda kuonyesha vipaji vyao, unaona pale kwa pamoja watu wamekusanyika, wanaangalia michezo na wanafurahia zaidi. Tutazame taarifa nyingine, na sasa tuelekee kule mkoani Kilimanjaro, ambapo serikali katika wilaya ya Moshi imeanza utekelezaji wa matengenezo kwenye uwanja wa chuo kikuu cha ushirika Moshi ili uweze kutumika kama uwanja wa nyumbani wa timu ya Polisi Tanzania kwenye msimu wa ligi kuu unaofuata 2026-2027, na mwenzetu Enos Masanja ametuandalia taarifa hii. Ni sehemu ya uwanja wa ushirika ukiwa katika hatua za matengenezo. Miongoni mwa hatua hizo ni pamoja na kuweka usawa kwenye uwanja, kuongeza na kustawisha nyasi ili zikidhi vigezo vilivyoainishwa na shirikisho la kandanda nchini TFF. Mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amepewa dhima hiyo na serikali kufuatilia kwa kina matengenezo hayo, akiwa na kamati maalum, nao wametembelea uwanja huo kujionea kinachoendelea. Na kama mnavyofahamu, timu yetu ya Polisi Tanzania imepanda ligi kuu kwa msimu huu wa ligi kuu wa mwaka 26-27. Baada ya kupanda ligi kuu, timu yetu hii ya Polisi Tanzania, kama wote ambao mnafahamu, tayari ratiba imeshatoka ya msimu. Sasa baada ya timu yetu hii kupanda, na kwa hamu kubwa ambayo wananchi wa Kilimanjaro, viongozi pamoja na wadau wote wa mpira, timu hii wana shauku yao kubwa sana ni kuendelea kuiona inafanya michezo yake yote ya nyumbani katika uwanja wetu huu wa ushirika. Tulipokea timu kutoka TFF ambayo ilikuja kufanya ukaguzi katika uwanja huu na kutuelekeza baadhi ya maboresho ambayo tunatakiwa kuyafanya ili kuhakikisha unakidhi viwango na vigezo ambavyo vinakubalika kwa ajili ya mechi za ligi kuu. Kwa hiyo wametupa maelekezo ya kuendelea kufanya. Moja ni kwa ajili ya kuondoa magugu ambayo yanapatikana katika uwanja huu, kama jinsi ambavyo mnaona kazi hiyo tayari tumeshaanza nayo. Lakini namba mbili, katika maeneo yetu haya, baada ya kuondoa magugu, tunapanda nyasi mpya kwa ajili ya kutengeneza haya maeneo yote ambayo tutakuwa tumeondoa magugu yawe katika hali nzuri na nyasi zote ziwe katika viwango ambavyo vinakubalika. Lakini pia wametupa maboresho katika vyumba vya kubadilishia jezi kwa maana ya changing rooms, na yenyewe pia yapo marekebisho ambayo tunatakiwa tuyafanye. Sasa baada ya kupokea taarifa hiyo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Kilimanjaro, Mheshimiwa Nurdin Hassan Babu, akaunda timu maalum ambayo itasimamia na kuratibu hamasa kwa ajili ya timu hii, lakini pia maboresho haya ambayo tunatakiwa kuyafanya. Wadau muhimu kwenye matengenezo ya uwanja huo ni timu ya Polisi Tanzania. Kwa hiyo benchi la ufundi limeimarika, timu imeimarika na mazoezi yanaendelea kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro kwa kutumia viwanja viwili tofauti. Timu yetu inafanya mazoezi kwenye uwanja wa Magereza, lakini pia timu yetu inafanya mazoezi kwenye uwanja wa TPC. Na sababu kubwa za kuvitumia viwanja hivyo ni kwa maana kwamba uwanja wetu ambao ni wa mazoezi wa nyumbani ambao uko ndani ya chuo chetu cha kijeshi cha CCP pale ndani uko kwenye matengenezo kuona kwamba pichi inafaa kwa mazoezi ya timu ambayo iko ligi kuu. Sambamba na kama mnavyoona tulipo hapa, maandalizi yanaendelea kuona kwamba pichi hapa nayo inafaa
na Polisi Tanzania inarudi kucheza Moshi, Kilimanjaro ambako ndio asili ya timu ya Polisi Tanzania. Mashabiki wa soka mkoani Kilimanjaro wanafuatilia kwa karibu matengenezo hayo ili waendelee kupata burudani ya kandanda walioikosa tangu msimu wa 2022-2023 baada ya Polisi Tanzania kushuka daraja kutoka ligi kuu na kwenda ligi ya Champion. Wahisani tunawakaribisha chuo cha ushirika Moshi katika kiwanja chetu. Wahisani mje, kuna mambo mengi, hata maji, kurekebisha uwanja, kutupa burudani na pia una faida kiafya. Uwanja huu unatusaidia kwa sababu tunapata connection ya watu mbalimbali, kwa sababu wanaocheza hapa sio wanafunzi tu wa chuo cha ushirika Moshi. Watu mbalimbali wa taasisi mbalimbali wanakuja kutumia uwanja huu kucheza. Kwa hiyo tunapata network. Heka hizi za matengenezo ya uwanja zinakuja baada ya timu ya Polisi Tanzania kurejea tena kwenye ligi kuu na kuendelea kutumia uwanja huo wa ushirika kama uwanja wake wa nyumbani. Mimi ni Enos Masanja, Azam Sports, Kilimanjaro. Yes, hayo ni maandalizi kuelekea msimu mpya wa mashindano. Klabu ya Polisi Tanzania wataanza kwanza kutumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid kule jijini Arusha, na baadaye uwanja wa ushirika utakapokuwa umekaa sawa, utakapokuja kukaguliwa na ile kamati ya mashindano ya TFF, wakishakagua viwanja, baada hapo uwanja unapitishwa, unakuwa unajitosheleza. Kama ujitoshelezi, basi itabidi muendelee kuwa mbali na nyumbani. Wajipange. Ile hali tunayoona kwa hiyo kamati, tunahitaji hiyo maafisa wataalamu wako smart sana, waangalie mtu. Kwa hiyo lazima waweke katika kiwango ambacho wanakwenda katika ligi kuu Tanzania bara, ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, ili kuendana kuakisi na ubora wa ligi. Eneo la uwanja limekuwa likizingatiwa sana, na bila shaka kwa jitihada wanazofanya, cha msingi washirikiane tu kama mamlaka zinazohusika katika kusimamia mpira wa miguu mkoani Kilimanjaro, bila shaka watakuja kutoboa. Nadhani pia kwa sababu tunaenda kuanza msimu mpya na tunaona maboresho haya ya viwanja. Moja kati ya eneo ambalo tunaweza pia tukagusa kwa upande wa TFF na ile kamati inahusika na eneo zima la ukaguzi wa viwanja na mambo mengine yote. Changamoto ambayo ilikuwepo kwa msimu uliopita ni kuona mechi imechezwa ndo uwanja unafungiwa. Yaani unajua kuna zile situations kwa zinatokea. Mechi kuchezwa ndo uwanja unafungiwa, ambayo pia ilikuwa inajaribu kutengeneza, nadhani kwa huu msimu, yani wajiridhishe kabisa. Sio tukishaona sasa uwanjani sasa baadaye ukaguzi unafanyika kabla. Ukishakuwa approved ndo unaenda kutumika. Sasa kwa hiyo na maana wakati unatumika wao ukaguzi ule wa kufanya mpaka umepitishwa, kuna vigezo walivipitisha. Hasa wahusika kama hawajaweza ku maintain ubora wake, ndio changamoto inakuja kutokea. Ila ndio kama unavyosema sasa athari zinakuja, kwa sababu nakuta goma limepigwa. Mfano kama hakuna uwanja ambao ulikuwa una changamoto msimu uliopita, na hata kuna muda pia ikasababisha sasa tukaanza kuangalia mamlaka, ilikuwa ni Sokoine Mbeya. Yani umefungwa umefunguliwa, mfungwa umefunguliwa. Sasa ile nenda rudi, kuna muda unaanza kupata mashaka kwamba wanaokagua, kwa sababu tunajua kuna baadhi ya viwanja ambavyo changamoto yake inaweza sio sehemu ya kuchezea, lakini ikawa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na vitu kama hivyo, mazingira haya. Kwa hiyo nadhani kwa msimu huu kamati ile waboreshe ukaguzi wao, kwamba yani wakaze, yani kwamba bana hapa hapafai, wasisubiri tutembee. Ukaguzi unavyofahamu mimi, ukaguzi unafanyika kabla. Ndio hiyo ya muendelezo ni baada ya athari kutokea. Yaani ukaguzi sasa hivi baada ya msimu unaanza. Sasa hivi ukaguzi unafanyika na viwanja vinapitishwa. Sisi tunachokitamani iwe kila baada ya muda mfupi wane tena kukagua. Wao wanarejea ili isitokee changamoto ya matokeo mabaya yatokee uwanjani, kwa maana ya timu kufungwa, watu waanze kusingizia uwanja. Na mimi nimemwelewa Kasuga kwamba wasisubiri likiharibika alafu ndo uje, yani wawe proactive, wasiwe reactive. Kwa bana ngoma Na moja kati ya uwanja ambao pia tutakuwa tukiusubiri kwa hamu kubwa zaidi ni pamoja na uwanja wa Sokoine. Watakuja na kitu gani kwa msimu huu? Nakumbuka Zaka za kazi aliwapa ushauri, aliwaambia nyie hapa fumueni pote kwanza. Mweke udongo upya, mpasawazishe pakae level, muweze kupanda nyasi. Hizo ni taarifa ambazo tumeweza kupitisha hii leo kwa upande wa soka letu, taarifa kutoka hapa nyumbani Tanzania.